tumtoe hapa alipo. Ndio lengo sasa ndio kukaa pale. Kwa hiyo kukaa ni lengo, kukaa mahali pamoja. Lengo tu tunatafuta tutoke kwenye hatua dhaifu hii ambayo mwenzetu yupo. Na ndio haja au ndio lengo la makongamano. Lengo la makongamano, kuna ambao watatoka hata sehemu nyingine, watatoka sehemu nyingine. Unakuta hapa nikisimama nitaelezea uzoefu wa mahali nilikotoka. Lakini atakuwepo mwingine ataelezea uzoefu wa mahali nilipotokea. Lakini pia ni njia pia kwanza kujua kwa kumbe mimi nazembea wapi. Siku moja mzee bwana si alipita pale Dodoma usiku wakati anakuja ndani mpaka na huko. Alipofika sisi ilikuwa ni siku ya Ijumaa, si Jumatano, si Alhamisi. Sasa tutakuwa Alhamisi hivi kama sikosea. Alipofika pale ilikuwa ni usiku, akatukuta sisi tumelala. Sasa kesho yake wakati tumekaa naye tunaongea naye, alifika usiku majira kama saa 6 hivi. Kwa tumelala hemani, wengine wamelala ndani. Alipofika mzee akatusalimia pale, baada hapo akaongea mengi sana. Ila kesho yake wakati tumekaa kwenye zile stories za kawaida, ndo akaanza kusema msije siku nyingine mkarudie hii stage ambayo mnamsubiri mgeni kwa kulala. Kwa sababu huyu mgeni anakuja lengo awajenge. Sasa ukisipokuwa na maombi, hata kile kitu ambacho kuja kukileta waga kikai kwenye ufahamu, kwa sababu ufahamu unakuwa umemezwa na vingi. Sasa baadaye mimi kumbuka nimeingia kwa kazi 2021. Akaenda nadhani ukanda wa huko, kanda ya Ziwa, kwa mtumishi nani ile wa Beato Elia. Wale aliwakuta akiwa naomba. Mzee alikuwa anapigia mfano mdota. Yaani tumewakuta akiwa jamaa naomba na wanasubiri usiku. Sasa unajua unaona mimi ni wa siku nyingi, lakini huyu si hata siku nyingi wa Beato. Hii ninachotaka niseme ni hiki. Tunakusanyika lengo tujue kwa nini wewe sasa ulifanya vile. Nini ambacho kilikuwa kinakujengea shauku? Kwa nini ulikuwa na uelewa ule? Kwa kisimama lazima ataanza kusema mimi bwana imani nimeelewa kwa sura hii. Kwa namna hii hata kudadavulia mwisho wa siku utajikuta unasema kwa kumbe ndio maana mimi pale nilikuwa mzembe. Lakini pia kuna namna nyingine. Pale Dodoma bwana kuna kiongozi mmoja ambaye kwa tai nyingine. Yule kiongozi ashakwenda nadhani kongamano moja tu. Sasa kumekuwa kuna mvutano mkubwa kati ya yeye na washirika. Baadaye katika yeye kujaribu kutoa kama malalamiko yake na washirika nao wanatoa malalamiko, mwisho wa siku unakuta kiongozi usikakaa sikilizwi. Alafu yeye anajihisi yaani yeye amnisikilizi. Mnawasikiliza tu hawa wengine. Sasa wale wengine ambao ndo kama sio viongozi kwa kongamano wameenda karibia mara kadhaa, wanajulikana ni kwa sehemu. Huyu yashaenda tu moja. Sasa ikawepo ile namna hata pasipoti siku moja naongea naye niambia sasa mtu hata kama kongamano haji alafu anakuwa anatoa malalamiko. Sasa nani atakayemwamini? Wala ya changamoto. Sasa unakuja unaona kuna changamoto na sasa kana zitoa. Unajua bwana watu hawaji ibadani yetu toka na lenga hicho. Hawaji kwa sasa maana kwa mvutano uliokuwepo hema ambalo walikuwa wamelijenga kwa hiyo ambaye kwa kiongozi wa kwanza ambaye akaja kaacha. Sasa yeye kutoka anapokaa au anapoishi kuna kaumbali kidogo. Kwa hiyo unakuta anasema waga nikienda pale wenyeji wanakuwa hawafanyi ibada. Sasa na wenyeji wanasema sisi kiongozi wetu ambapo tumwele ni sehemu ndogo akisimama anatufundisha masomo ya UGT. Yaani ile kwamba unajua takwa unazama sana kwenye ni vitu fulani ambavyo kama unafanya vibina ambavyo hata kama tukao tuna pesa. Sasa wao wanasema lakini sikoskazi tunaamini bila pesa napo pia uwezo kufanya basi ya mambo. Hasa yeye anatushinikiza tuwe kama yeye. Alafu yeye tukimwangalia vingi sisi ndio tunayekuwa tunamsaidia. Wacha changamoto. Kwa maana nyingine yeye inawezekana kazi yani kwake hiyo sema ni kama vile unakuwa mwilini sana. Ukiwa umebezi masuala ya kazi. Hasa mwisho wa siku anasema wakati kitokea dharura zozote zinazohusiana na hapa, sisi kama washirika ndio ambapo sisi tukijengani kama tutakuwa. Mwisho wa siku
unakuta malalamiko wanaokuwa wanayatoa bado ambao wanakuwa viongozi walioko mbele wanakuwa wanarudi wanasema, kwa kuwa sasa kiongozi husika hatumjui moyo wake ukoje. Angekuwa anakuja kwenye makongamano, maana yake moja kwa moja tunaweza tukamjua kwamba kwa mtu yule mbona moyo wake tunaujua, hana shida hapa na pale. Sasa kila kitendo cha kutoka kwenda kwenye makongamano, moja kwa moja unakuwa mtafsiri huyu ni mvivu. Kwa sababu sisi tunaamini lazima uwepo kwenye makongamano kama kiongozi. Kwa moja kwa moja kana tafsirika ni mvivu. Amen. Amen. Sasa hebu nitoke huko. Lengo nilichokuwa nataka niseme ni hiki. Yeye kama yeye anajitetea mazingira aliyoko kule Biawana. Kidogo wanasema huko kidogo huko ni tofauti kidogo, afadhali kwa mjini. Sasa mzee alipoenda Meatu alisema maneno haya, alimwambia pastor yule pale pale mpaka mchungaji Elia Meatu akamwambia hivi, kijijini ni hapa. Hapa pakisipobadilika patabaki kwa kijijini. Anasema unapokuona mjini palikuwa kijijini pia, ila kuna watu wamepabadilisha panaitwa mjini. Na hakika hata TFA inawezekana ni jina la mtu. Au Aisha ni historia kitu fulani kilichobeba hilo jina. Hata si Mkonze pia. TFA ni mashirika haya ya serikali. Hata si pale Mkonze ni jina ambalo linaitwa Ngonze. Kwa zamani ilikuwa na maisha ni watu ambao kama wamelala. Konze. Mkonze. Sasa Kigogo na maisha ni kama watu ambao wamelala. Yaani kama ambao kwenye masuala ya uhusiano na mambo mengine ni wenyewe hayo hamna. Yaani wenyewe wamekwama kila kitu. Ndio wanapatikana. Kuna mahali pia panaitwa Biawana. Sasa usipojua unaweza kujikuta unasema ila kiukweli ukifuatia historia kana unajua kumbe ndo maana ya hili jina. Biawana maana yake palikuwa panaitwa Hawana. Hawana. Kwa Kiswahili maana yake pabaya kwa watoto. Zamani hizo kwa kuna mauaji yanafanyika sana pale. Mauaji. Sasa watoto wengi wanakuwa wanashauriwa msije barabarani huko. Lakini tuvivuko kwa nyumbani mwetu mnacheza huko. Ndio pakaanza kuitwa Hawana. Walipokuja wazungu ambao ndio wakoloni wenyewe wakawa wanashindwa kuita Hawana, wenyewe kaita Biawana. Hivyo ndio ikaenda ndo paka hapo pamekuwa Hawana. Lakini lugha fasaha ilikuwa ni Hawana. Hasa ukiangalia chimbuko lake utakuja utaona ni lile. Kwa sababu hapo unakuwa hujui, utawasikia ndio jina tafu uelewe tulipotokea. Sasa imani pia ndio hiyo inayokuepo kwamba ukisipojua, nilisema hata hilo gana siku ya kwanza siku ya pili, usipojua unapokwenda hata ulikotokea maana yake uweze kujua. Imani pia ni vizuri ujue lengo la imani ni nini. Naam. Kwa nini tunakusanyika? Kwa maana nyingine usipojua utaacha. Hata kufunga. Mtu anzi tu hivi kwanza kufunga. Hata ukiona kuna namna yote ile ambayo mtu alianza kwa speed. Ghafla unajua kama kaacha. Jua aliishi ile speed itazaa vitu fulani afu havijazaliwa. Na alipoona havijazaliwa ndio maana acha tupunguze. Sasa changamoto iliyoko wengi wetu wakati tunajua kama hivyo maombi ukifunga sana kaomba sana yanaleta vitu. Kumbe hatayaleti. Maombi na mifungo tunafunga ili lengo kufungua fahamu zetu. Yaani ndo kazi ya kujitakasa na nini. Ndio maana anasema watu wangu iko watu walioitwa si kwa jina langu wakajinyenyekesha. Anasema na kuziacha njia zao mbaya. Ukisoma Isaya 58 kuanzia mstari wa 3 anasema nyinyi tazameni siku mnapofunga mnatafuta anasa. Yaani ndani ya maombi mnamshinikiza Mungu alete majumba, alete magari. Hiyo sio kazi ya mifungo. Au ile ambayo Mungu tunaangusha wachawi, tunaangusha vigango. Hiyo sio kazi ya kufunga na kuomba. Kazi ya kufunga na kuomba ni kumrejesha Mungu au kumsogelea Mungu. Yaani kama vile unaweza kusema ni mtu ambaye unaogelea ndani ya bahari, kuna kamba iko iliyokushikilia. Ndio kazi ya mifungo na maombi. Bila kamba manake anasema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami tapumzisha. Jitieni nila yangu kwa kuwa mimi mzigo wangu mwepesi. Kwa maana nyingine mzigo sio kwamba haupo. Upo yani mwepesi. Ndio maana tukubali tukatae. Maombi na mifungo hayatoi moja kwa moja matatizo, ila yana uwezo wa kulinyonya tatizo.
usilione kwa nguvu ile inayotakiwa. Unaweza kuliona bwana la kawaida, ila wengine ambao hawaombi na kufunga wanaweza kuona hani hapa tumepotea. Sasa mara nyingi huaga inatokana mifungo, kazi yake kama tutatakasa ufahamu. Ndio maana kinyume makanisa mengi, kwa nini wewe unasemaga Mbarikiwa anafundisha elimu ngeni? Sasa ndio unasemaga hivyo, anawaga. Sasa hii ni kwa sababu sisi kuna namna tulipandikizwa ufahamu potofu. Ule ufahamu potofu ambapo ndo kama hivi tulisoma ile Jumangani. Anasema nimekuweka ili kung'oa. Sasa tuko tunang'oa kwa design zetu. Tunangusha vigagula, tunang'oa. Kung'oa ni unang'oa ufahamu mchafu, mbovu ambao mtu kapandikiziwa. Unauondoa, unapandikiza ufahamu mwingine. Kiujumla ni kwamba kuhubiri ni kuvunja zana ambayo mtu alikuwa kashajikalilisha. Sasa usipokuwa makini, ndo hapo wengi wanaanza kusema unajua anajifanya sana yeye. Unajua sio kwamba ni kwa sababu nini? Anakuwa anaona unataka kuharibu slogan nilionayo. Yaani unatuona sisi kama hatujapiga hatua yote. Sasa uhubiri ndo huo. Hubiri lazima ung'oe ule ufahamu ambao yeye alikuwa akajipandikizia, ni hapa ndo mwisho. Ndio maana mzee anasemaga hivi, kuna tatu moja anasema usiishi na mtu muda mrefu ambaye mmeshanaishi. Kuna lugha kaisema mbele, anasema niliwahi kwenda kanisa moja. Anasema wakati naendelea kuhubiri, yule mchungaji akisema injili dhaifu sana. Hapo baadaye anasema nikahubiri tena, anasema yule jamaa za kuiona kama shetani. Kwa nini? Ni kwamba Mungu hamtumii mtu kwa sababu ya umri ulionao. Mungu anatumia kwa sababu ya unyenyekevu wa mtu. Na hata kama ulinyenyekea si mwaka jana, mwaka juzi ulifanya kwa bidii, akija mwingine akanyenyekea zaidi yako anakupita. Kwa sababu Mungu yeye ni Mungu ambaye anasimama na mtu ambaye huyu atalifikisha kusudi. Na unyenyekevu ndio nataka nifundishe taratibu tu. Unyenyekevu sio kwenda hivi kwa upole hivi. Ile hada lugha fano za kusema watumishi wa Mungu hantuka, kwa sababu hizo ndo namna ambazo tuko Roma kule. Mwaka huu wanaishi hilo ndo unyenyekevu. Sio unyenyekevu. Unyenyekevu ni kutenda, kufanya ambalo unakuwa umeagizwa. Ukilifanya hapo unaitwa mnyenyekevu. Ndo anasema mtu huyu ndiye nitakayemtazama, asikie neno langu na kutetemeka. Huyu ndo anaitwa mnyenyekevu. Ukilitenda ndo unaingia kwenye hatua, huyu ni mnyenyekevu. Sasa kuokoka. Sasa nilikuwa nazungumzia kuhusiana na mtu ambaye labda biana kwa sema unajua bwana huko kwetu hapa ruhusu. Kweli sio kwamba hapa ruhusu. Yaani yeye kwa anazungumzia huko kwetu tunajua bwana hata kama tukifanya kazi haziendi si nini, kuna misimu kuna nini. Mara nyingi huaga ni ile ambayo mtu ushazoea maisha fulani hivi. Sasa kwa maana utakuwa muamini katika hili. Kuna mazingira uliyoko unaweza ukasione fursa, ila akija mgeni anaziona. Kwa nini? Alikotoka ndo maisha yake. Yaani unakuta hata si kule Biawala. Sisi walio na maduka wengi wao ni wageni, Wachaga wa kutoka mjini. Ila walioko pale wengi kuona utahusia nani? Yaani hapo wote hawana hela. Lakini unakuta mtu anakuja anafungua duka hapo mbona anafanikiwa na anajenga. Lakini pia kuna hii nyingine ambayo unakuta mtu akitoka na hapa, ala mfano umetoka hapa umeenda Dar es Salaam. Kwa nini wengine dada kama wao wanafanikiwa? Hii ishike sana. Ni kwamba kule unajua mtu kishakuwa mazingira ya nyumbani, unakuwa unajua nitakula kwa shangazi, nitakula kwa mama, nitakula kwa jirani. Kule hakuna pakula. Ndio itabidi mtu huyo aanze kufanya kazi kwa nguvu, lengo apate yakula. Ndio mwisho wa siku unakuta atarudi shangazi. Sasa hivi una laki tano. Amekaa mazingira ambayo yanamwonyesha kwamba ukilegea hapa hauli. Mwisho wa siku huyo ambaye alikuwa haoni hapa, mimi kwa sifa. Mimi na sambani mwa kulima. Na salamu hiyo. Mimi mwa kulima bila. Ila kijini nilikimbia bila. Kumwaga zege nilikimbia. Nilipoenda kula sasa kwa sababu hakuna pakula, nilianza kumwaga zege. Nililima na milaba. Unakuja unaona tatizo ni sio mazingira, tatizo ni ufahamu wako. Yaani ile kwamba hata kama nisipofanya kazi nitakula kwa shangazi. Hala maana si yuko fulani.
Ukiwepo mazingira ambayo hayasapoti, utajikuta mtu akisema mbona kama na ufahamu sana, amekaa mazingira ambayo hayaamini kwenye ule ufahamu wake mbovu, inabidi aushushe ili lengo aendane na mazingira. Bila hivyo uishi. Sasa hii naona siku tu hapa hakuna fursa wewe ndio uzione. Akija hapa mgeni na kuhakikishia anaziona. Naam. Ndio maana utakuta siku hiyo kana Pastor Timothy kama toka mjini. Anasema kanaisha unaona mlima kuna mzungu pale kana. Yeye pale kuna kitu anajua kipo. Hawanunuagi vivi. Ila sisi wenyewe tunaona udongo tu. Hata uje pindi cha Magufuli walikuwa beba makinikia wanasema ni udongo tu, kumbe ni madini. Sasa hiyo changamoto iliyoko ni kwamba wahusika wenyewe tulikuwa hatujui kama ni madini. Naam, najua mchanga tu. Ni mchanga tu, kumbe ni Sasa nachotaka niongee ni hiki. Hebu nisomee Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 11. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 11. Nataka kuonyesha utoto wa kibiblia. Utoto ni namna unavyoyachukulia mambo. Yaani ufahamu wako unayachukulia mambo kinamna ya dhaifu. Hiyo ndio inaitwa mchanga kiroho. Lakini pia mnisaidie. Hivi mtu ili tumjue ile mchanga kiroho au labda kipimo cha mtu amekuwa kiroho inachukua miaka mingapi? Nisaidie kwa mnaojua. Nisome kwanza ndio. Afuku nikiendelea kunitafutia ili tujue yule mchanga kiroho, yani kipimo mpaka tuseme hapa nakuwa kiroho ni baada ya miaka mingapi. Nisome hiyo 13 mstari wa 11. Nikasoma. Nilipokuwa mtoto mchanga, nilisema kama mtoto mchanga. Nalifahamu kama mtoto mchanga. Nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami nilivyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Shia tu. Amen. Sasa hapa kuna anasema wakati huu au akasema wakati ule nitajua sana. Kwa maana nyingine iko hivi. Imani bwana hatuanzaki tukiwa tunajua yote. Biblia inasema aliye mwaminifu katika jambo hilo hata makubwa anaweza kuwa mwaminifu. Mlisema mnisaidie hivi tumjue huyu kakua sasa kile. Dunia kama ngapi inachukua? Yaani mpaka mtu kakua kiroho. Kipimo chako ni kipi? Ifahamike kwenye Biblia kuna kuzaliwa. Hata imekuwa mtu akiwa ndani amekuwa. Hivi unafahamu inawezekana kuna mtu ana miaka hata 20 bado ni mtoto ni mtoto wa kiroho. Ila kuna mtu inawezekana na mwaka huu alafu utashangaa na simama mbele yako anakufundisha. Unaanza kujihoji. Na kwa sisi sasa Afrika jinsi tulivyo. Siku moja bwana nilikuwa na chat. Mimi napenda sana kuchat na nadhani kiongea chat GPT. Mtu ndani Pastor Johnson anajua. Chat GPT ni ka ukurasa fani. Na tuache hivyo, labda pengine kunawezekana msieleweke. Hivi sisi huko kwetu bwana unaona magonjwa mengi, Ebola, ukimwi, si nini. Sisi kwetu au Aisha nizungumzie hii. Hizo unazoziona ajali zinazotokea hizi. Sisi kwetu huku. Hata hiyo njia ndio inaweza kueleweka. Ajali nyingi zilizojaa sisi huku. Leo unakuta naendesha mlevi. Au kavuruga na kuvuruga. Kwenye nchi zetu mfano Rwanda, hii Afrika Rwanda, hakuna ajali za design hizi tulizonazo. Alafu pia hakuna matrafiki. Nilienda mimi batizo Zambia, nimebatika kwenda. Zambia bwana, boda yao ni moja tu. Siku moja alikamatwa Pastor Musa wa Tunduma. Nilikuwa na mweza kama niambia. Waliwahi kukamatwa kule ngambo ya Zambia. Kinachowafanya
wakamatwe. Mmoja wa Zambia hawapendi wa Tanzania waende kule. Mmoja wanasema ni wajanja. Wezi. Sasa ngoja nikwambie kitu. Nani hii si ndo sio bandari yetu? Sio inavusha kila kitu. Kuna magari yanatoka huko. Yakiingia Zambia bei yake inashuka. Ila huko kwetu sisi yapo pale yanapanda. Lakini bandari hii naelewa kitu. Haya. Pia ukiingia kule Zambia, hizi soda za mililita 100 ambazo sisi tunanunua kwa shilingi 1000 kule ni 600. Sijajua wao wanavyotegemea ndani kopa tunahisi kitu kama hivi. Lakini sisi tuna majibu. Kwa sababu tunafiki tu. Uje bandari pia na tuingizia tena nchi nyingi za SADC zinatumia hiyo. Wanatumia ina hiyo si ndo Zambia, Malawi, zote zinatumia Tanzania. Lakini unakuja unaona sisi kwetu vitu viko bei, lakini kule kwa vitu haviko bei. Changamoto iko wapi? Usimamizi mbovu. Sasa iko hivi, mimi na wewe kwa kuwa tujai kwenda, hatuwezi tukajua, tunaweza kuona haya ndio maisha. Ndio maisha ndio haya. Ila siku ya siku ukichomoka ukaenda, ndio maana usifikiri kwa nini wanaharakati wengi unaona Tanzania ukiwachunguza na utaimai kuishi Marekani, ambaye kuishi Kenya, baraka wanaona maisha yako na hasa mbona wenzetu wanatua lakini mbona hawana miundombinu hivi? Hawana maisha haya. Kuna rais huyu Kagame wa Rwanda aliwahi kusema ni mimi nikipata tu hiyo bandari, aliwahi kumtukana Nyerere. Na ni Kikwete. Sema yani bandari ipo na hivi, na anasema mimi nikiwa tuna hiyo tu peke yake wananchi wangu wanakula kule. Ukienda kwa nikupe kisa kilipo kwa Zambia sasa katika na Musa akaniambia bwana sisi kwetu. Unajua kwa nini hata Tunduma pale mpakani ni kama wakorofi, na hata kwenye maandamano walikuwa wengi, walikinzana sana na wanajeshi wa huko, askari wako walipigana sana. Na waliuawa sana wengi. Unajua kwa nini? Hata pia tuje hapa Arusha na hisi. Pia na kwa hizi vugu zikitokea. Hii huaga inachangia ni kwamba wanaona mbona wenzetu wanaoishi jirani hapa maisha yao mbona kama mepesi. Naam. Sasa kule Zambia ndio maana utaona kama kuna upinzani, na kuhakikishia siku moja wakati nimefika pale wamesimama CCM wako na kampeni, hamna hata watu. Hamna kabisa. Ana watu wako kabisa. Afu kule ni Chadema sana. Nikaja nikajifunza ni kwa sababu hapo mipakani wanaona maisha ya huku. Kona hapa wacha wetu sisi ni hawa wazee wa kijani. Sasa kule uje kwenye boda yetu ya huku, alipokuwepo Magufuli ataka aliondoe kitu. Kwa sababu Magufuli kwani kanyooka. Sisi ngambo yetu ya huku unaweza kukuta foleni inaanzia hapa, TFA kali. Inaenda tu foleni ni ndefu sana. Sasa hiyo yote foleni nakuta ofisi zilizowekwa. Ndio maana mzee anasema yaani atakayetaka kuiokoa nchi aondoe hivi vinavyoitwa ofisi. Na kwa nini wameweka? Wameweka ni sehemu wanateteana. Yaani mimi nikitaka nisingie kwenye ugumu natengeneza watu ambao atakuwa unakuta hata kama nicho kwa taki unakuta hapa kwa rais wetu. Bali vile vinafasi ndio wamepewa wamteteane kama uchawa. Kwa nyepesi. Kwa hiyo hivi vyao vingi hivyo chomeka wamechomeka lengo wawe na watu wengi wa kuteteana. Hasa kule ukienda ile kama unaingia na hii kwetu sisi kuna ofisi kama 4 au 5. Zote hizo ukipita huko unagongewa muhuri na kutoa chochote. Ila Zambia ni sehemu hii moja tu. Siku akina Pastor Musa wamekamatwa kule kwa sababu wao hawataki kule wanani wa Tanzania. Wakakamatwa. Wakaletwa pale kwenye boda ya Tunduru ya Zambia. Wakajitetea baada hapo wakachukua wakarudisha Tanzania kwenye mpaka wakaambia tena wale viongozi wa kwamba yao muona watu wenu wakija ndio tunawafunga. Maji sidi. Hapo kule ndio wanazalendo, ndio kwetu. Tunawafunga. Kwa hiyo tunawasi waonyeni watu wetu. Pale walipo tena anza kuambiwa na wale wa kule ambao ndio huko kozi kwetu Tanzania gari peni 10,000 tuwagongea na ni 100,000 tuwagongea bodi turudi Tanzania. Bora hivi. Kule wameachiwa bure.
Huko anaambiwa lipieni. Yaani Hebu yone. Wala yonaje? huku ni kwako. Mchezo. Nyumbani kwenu unaambiwa lipie. Hiyo kule ilipotokea kwa hapa tunaposoma haya. Ndio wewe unakuwa unajua kumbe walifanyaga hivi. Kitendo cha kutokufanya maana yake ni wewe ndio umechagua. Na chakula cha roho ambao ndio akili ni neno la Mungu. Hili. Lakini sasa changamoto iliyo kubwa inategemeana na nani anafundisha. Kwa sababu kufundisha sio shida, hakuna siyejua kufundisha. Na bahati mbaya sana wanadamu hawajifunzi kwa kusikia, wanajifunza kwa kuona. Hata kwa wazungu wana slogan. Yaani wajifunzi ndio mnaomba. Watataka wakuone unavyoomba, tupe faida za hayo maombi. Utaelezea kwa kuomba hivi, huyu alipona au mimi nilipona au chotoka kwenye shida hii. Hii inakwenda kuhamasisha na mgaza kwa kumbe kuna maana na mimi nifanyaje? Omba. Amen. Nimesema leo nafundisha taratibu na sababu tusitumie nguvu sana. Twende taratibu. Anasema nilipokuwa mchanga nitazama mambo kichanga au kitoto. Lakini sasa hebu tukuulize. Hivi wewe unaishi hapa mtume Paulo ni mchanga? Siku tu ameokoka, alianza kuhubiri. Turudi Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 9. Nisome mstari kuanzia ile ya 10. Kama uko mbali, soma tu kuanzia mstari wa 15. 9:15. Utasoma. Ndio. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule. Kwangu alichukue jina langu mbele ya mataifa na alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Hapo kuna watu, kuna jamii tatu. Mataifa ni watu ambao hawajaokoka. Israeli ni hawa waliookoka. Yaani wewe huyu jamaa yaani alikuja na slogan unapanga kuanzia wa ndani wa nje na wafalme. Kuokoka ndio hapa sasa. Tunachozungumzia. Endelea. 16. Maana nitamwonyesha yaliyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. 17. Anania akaenda zake akaingia mle nyumbani. Akamwekea mkono. Hata siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri ili wamuue, lakini hila yao ikajulikana na Sauli. Wakamvizia mlangoni mchana na usiku wapate kumuua. Wanafunzi wake wakamtwaa usiku wakamshusha ukutani. Hapa ashatengeneza wanafunzi ambao hawa wanafunzi waliowatengeneza ni wanafunzi ambao walikuwa na nia kama ya kwake kwamba huyu hafi kirahisi, tutampigania tumuondoe hata aende pale. Maana katengeneza watu ambao tayari wanatazamisha imani. Tunapitia hivi imani haya sasa. Ukirudi juu yake kidogo hapo kuanzia mstari wa 19 anasema akala chakula na kupata nguvu, akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi waliokuwa Dameski, mara akamhubiri Yesu katika masinagogi. Hapa hana hata muda mrefu ameanza kuhubiri. Kuna maisha ambayo utakuwa nayo yale unavyozidi kufanya, yaani kiukweli usiopingika. Hautaanzia kwenye vile unavyoelewa, utaanzia vile nilivyo. Yaani kwa lugha nyingine hatuanzi kwenye makubwa kwamba nifike kwa. Ndio maana hata hapa mimi najua mara nyingi kwa kazi ni kama watu wengi ni kwa sababu ya kutokuwa na uelewa mpana, ni kama huwa wanaishi wakimwona hata mzee au yoyote anayekuwa anahubiri kwamba jamani toke wanaishi gani zile ambazo mzee anasema, hata sio
Mzee anachokuwa analenga ni kwamba imani ni kuwa na mtikisiko mahali ulipo. Yaani kuna watu wanatoka mbali wanasema twende tu tukamwone mtumishi fulani. Mtumishi fulani tulimuona kwenye mtandao akitoa ushuhuda alivyoponywa, alivyofanya. Sasa sisi ubaya wetu. Kwa maana mimi nahisi kanisa litafia mikononi mwetu. Yaani sisi wa kizazi litafia mikononi mwetu. Kwa nini litakufa? Hatuna jitihada na mbinu za kutafuta kutengeneza mwanya wa watu kufikiwa na imani. Kwa sababu ukweli usiopingika, imani ambayo utakuwa umekaa wewe unasubiri muujiza wa Bwana, au umekaa ni kuomba tu na baada hapo ni story tu, utapiga hapa na pale na kushinda mtandao kwa gari wanavyovirusha wengine, utakuchosha. Hata kuomba utaendelea. Kuomba ni tunaomba tupate nguvu tukafanye nini? Kuomba ni tunaomba lengo la amani zichoreke kwenye ufahamu. Pia ukiwa tukubaliane, wewe Pastor Robert, hata kama utaenda leo nasema na mwelewa, jua kuna namna nyuma yao walikuwa na slogan ambayo utakuta wataimba nyimbo, mlikuwa mnawaona. Utakuja ni kuna wakati utoa clip. Kwa unakuta unaenda mtu huyo anakuwa si mgeni machoni pako. Yaani mimi sijui, ila tunachoweza kujua ukweli usiopingika. Ukweli usiopingika. Mtu yote unamuona kwenye mitandao unatamani tu hata ungemwona moja kwa moja muonekano wake ukoje. Sijui kama ukiendaga acha sasa hivi hata kwa sababu ushawaona, ila kabla huja kufika kabisa kabisa kwa natamani muone tasalu. Naam. Nimuone fulani. Ni kwa sababu nini? Unaonaga tu kwenye simu, kwenye mitandao, sema niwaone sasa. Hasa imani ilikuwa ni hiyo. Yaani kuna taarifa zako zinakuwepo, watu wanasikia tokea mbali. Vile ulivyohubiri labda ni redioni, ulivyoshuhudia, vile ulivyoponywa, ulivyoshuhudia kitu fulani, kuna watu wako mbali. Siku akikuona wanasema bila shaka ndio wewe tu wako kuona kule. Mtu huyo anakuwa na kusikiliza akiwa anakuwa na bonge la genius. Kumbe umekwama tu kama isipokuwa sasa wewe ni ile namna ambayo unajaribu kuchomeka ili tu lengo kubadilisha jina lako au kubadilisha mtazamo wa watu kukutizama kwa namna iliyo dhaifu. Kuna kitu fulani wewe ukisema atapasa mzee wetu akasema akaanza kumwambia mnadi zawadi yule toka Australia, anasema nafikiri zawadi ulipokuwa umekuja hapa, yaani kama tuje ukaona ni watu fulani ambao tunafanya vitu sasa, tunafanya studio, tunafanyaje? Unaishi ndani studio, bonge la studio. Kumbe ni vya kuunga tu, ila tunavitumia vile vya kuunga ndio vimekuvuta mpaka na wewe. Hivi sinadhani wengi tumewahi kwenda Kambiku. Ulionaje ile studio kule nyumba hii? Kinyumba mimi na wewe tuko naishi ndani, itakuwa ni kwanza uje tu maisha ya mzee. Wengi tuko najua na pengine yani alipo atakuwa kuna gorofa. Lakini unajua kuta mzee anaishi kwa nyumba fulani cha kawaida, lakini muone bado amekuwa na mvuto kwetu. Imani ni hivyo. Yaani sisi shida yetu tunajidharau. Yaani unaweza kuona sisi yani hakuna meza za kufanya. Hamna. Mimi nakumbuka mzee alipotupeleka mpaka Tukuyu, lengo ataka aamshe fahamu zetu, ataka tukajifunze tuone alipotokea kwenye maisha gani. Sasa wale hapo wanaongea sema nyie watu sio nyie tulijidharau. Tulikuwa tunachukulia mzee takuwa ni neema tu ya Mungu, takuwa labda yani kabahatika, takuwa kumbe utakuja utaona na upambanaji mwingi nyuma yake. Kama ni kwenye kazi, mzee alikuwa anafanya kwa bidii. Alienda kutonesha shamba, alikuwa anatoa mbolea kutoka hapo kote. Ni mbali. Inabebwa hapa, anasema kwa siku alikuwa anapeleka na anaekea migomba kadhaa. Afu huko na naoga huko na maliza kile ndo ni kutoka sika hapa sina wapi tufanye. Ni mbali wewe. Kwa sababu tulishuka, tukapanda, tukashuka, tukapanda. Akasema baada tujafika. Akasema uje pia vile ambavyo kwa kitubiria ni waga nafanya ibada kwa sura. Sasa sisi waga tuwezi kutafsiri kwa sababu ya wakati huo hatukuepo. Unakuja unaona wanaokuepo nao kwa natoa shuhuda zake na ripoti zake, wanakuambia alivyokuwa naomba, wanasema bila shaka ndio maana mzee kweli kafika huko.
Naam. Tukuni kuna baridi. Sasa hilo kanisa sema tuko tunakoka moto katikati. Sasa inawezekana akiongea unaweza usiamini. Ila unapokutana na wale watu waliomzingira wale kwa neno wanasema huyu jamaa alikuwa anaona. Unasema ndio maana kumbe atafundisha na sisi tufanyaje? Tu. Sasa tumemsoma huyu Paulo. Bado kuonyesha mtu mwingine hapa sehemu. Yanafika. Imani ya uanzi kwenye vile ulivyovielewa kila kitu ndio banifanye kama kila kitu. Afu katika jambo ni kuhakikishia Mungu haongezaji ufahamu wa uelewa kwa mkupuo. Mungu ufahamu wake anapofuata anaongeza siku hata siku. Unajua wewe uwezo kujua changamoto ya jela kama kwa ungekuishi. Hata ukituelezea utatudanganya. Mfano tukiongelea bangi aliyowahi kuivuta ndo akikuelezea ndo utajua na hata aliyowahi kuvuta wakiwa naongea hivi ndio utaitikia sababu anajua unachokiongea kinaendana. Hayo mwingine utaanza kubiria watu wanavuta bangi. Basi ukishavuta bangi na kutoza kuona kama wao hivi zati ushai kuvuta kweli. Kwa hiyo mara nyingi jinsi ilivyo kukifundisha kitu mpaka mtu akile ni kile unachokiishi. Utaelezea uzoefu wake. Hata hapo unaona kwa mfano nikianza kusema maombi yana uwezo hivi, maombi yanasafisha ufahamu, maombi nimeona. Mimi unaniona. Wewe kwa sababu wewe unijui. Ndio kama kuna uko wetu. Mimi naongea hapo na maneno yanatoka hivi. Wewe tulikuwa na kigugumizi. Yaani kwa nikisimama mbele yako hivi unakuta maneno yanapotea. Sasa kwa nini sasa hivi tunaongea na unakuta imepangika na unasema yaani ujumbe wako hasa hapa wewe wala kama hapa hakuna mahali mimi nilipoandika lisomo. Na mara nyingi ndio ninafanyaga hivi. Nimejizoesha hivi. Sasa hii slogan ya data mzee mara nyingi haandikagi yaani kwamba haya kichwa hivi. Hata kama unaona kwa nafanya hivyo ni zamani lakini kwa sababu kwa siku hizi haandiki hata zamani ndio kwa ataandika ubao mbele na nini. Sasa kwa kadri siku zinavyozidi kwenda ufahamu ukizidi kusafishika sana. Unajua sisi kinachofanya unasimama unakuta andiko fulani si nasemaje. Jua ni kwamba umekosa maombi ya muda mrefu. Maombi ya muda mrefu huwa yana uwezo wa kuvuta hisia, yanavuta vile vyote vya kuvisahau. Yaani zile kumbukumbu zote unakuta kuna andiko liwahi kulisoma, unakuta linakujia kwenye ufahamu. Yanapotea kwa sababu tunawekeza hatuwekezi nguvu huku. Unakuta unasimama hapa kichwani kinachozunguka ni vile ulivyokuwa unarudisha chenchi kule ulikosea. Ndio maana kwa nini tuombe sana kabla tuanze kuhubiria lengo tunataka kuflash kufuta ile ile. Ndio nasimama hapa nasimama nikiwa naelewa kwamba natakiwa tujengane kwenye nini hapa. Naam. Vinginevyo utajikuta yaani kilikuwa ya biashara yaani wewe jua ndo moyo wako upo huko. Biblia inasema moyo wa mtu ulipo ndipo hazina yake itakapo kuwepo. Yaani utamwona hata akisimama ataanza kuongelea kule. Yaani wakati mwingine ni yeye kujitetea. Yaani unajua sisi bwana, yaani ni kwa sababu nini? Hajaomba muda mrefu. Mimi nakuhakikishia. Mimi unaniona. Historia kabisa mimi wako ambao kuna kijana mmoja juzi nilimpigia nikiwa Moshi. Nilimwona akatoa clip. Huyo kijana nilipokuwa ninaanza kujingamanisha na kikosi kazi wasema tumepotea. Mmoja kati yao. Na wengine walisema wana miemko na nini. Walisema maneno mengi. Tumeendelea sasa ile namna ambayo wanaziona clip. Siku moja nakutana naye Dodoma ananiambia hivi huko Mbeya nani mchungaji anachuo fulani cha Biblia amewafundisha ni kwamba anaona tunapokuona sivyo ilivyokuwa kule kwa ni kigugumizi. Sasa hivi kwa nini unaongea maneno kama yamepangika? Hii ni kwa sababu nilipokuepo kule nilikuwa nafanya ibada za kujiovoa mara kadhaa. Ile kuomba kufunga ile ufahamu unazidi kuwa stable na imarika. Yaani unazidi kusafishika siku hata siku. Kijumla usafishike siku moja. Na ili usafishike lazima uanzie kwenye hatua ndogo. Mfano, mimi clip nilizoanza nazo sikuanza kuongelea haya ambapo tunaongea serikali hapa. Haya hata mwenye sherehe nimeingiaje. Ila chanzo cha kuingia ni vile nilipokuwa naona mzee yuko magerezani. Alafu wakati mwingine wanamsumbua. Ndio mwisho wa siku inakuwepo naona hasa mtu kanisaidia hivi. Asipokuwepo mimi naenda wapi?
Ndio mwisho wa siku unaona, acha nipige pigo la kufa na kupona. Wakimwachia sawa, hawajamwachia tufie hapo. Sasa hiyo ni kwa sababu ya kulipa fadhila kwangu mimi. Sasa ila sikuanzaga mimi kwenye clip hizi. Sikuwepo hizo ambazo tutatoa shuhuda ibada unazozifanya na wakati fulani kaanza kujiungamanisha paka kwanza kutafuta kuimba na nyimbo tukaanza kurekodi. Moto huo ni kwamba natafuta nibadilishe jina ni kwamba na mimi sasa kwa nini labda pengine mpaka tumefika huko. Unajua bwana, Biblia imesema ukiomba mkate Mungu akupi. Mimi niwahi kuomba maombi kwamba Mungu nataka sehemu ya watoto mbarikiwa kipesi. Wale ambao watakuwa fire, yaani ambao watakuwa nasema hata watu ukitaja watoto mbarikiwa kipesi. Nikanataka na mimi niwemo kwenye rekodi, yaani wale ambao kama top yaani wale kama sova fulani. Nilikuwa najitaka na mimi niwemo. Sasa kwa hiyo kiomba kwa Mungu mkate akupe jiwe, anakupa unachokitaka. Mwisho wa siku katika kuomba najikuta ndo tayari tumedumbukia ambapo hata hatukutarajia. Ndio hiyo kwamba mambo makubwa yanayotenda zaidi yale tuyaomba. Hasa Mungu yuko kwenye hatua hizi hapa. Nisomee hapa. Kwa nimuone hapa 10 na ngapi? Ufike hapa. Mtu mmoja anaitwa Paulo 18. Nisomee 18 Matendo ya Mitume. Anza mstari wa 24. Usikie huyu mtu. Ila huyu ndio utakuja utamwona sehemu nyingi nyaraka za Paulo. Huyu jamaa huyu tunataka tumsome kasoma. Tasema. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Askanderia, mtu wa elimu, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana. Na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, yaani yeye ndani yake kwa natamani hapana, yaani mimi nataka mambo yasiwe hivi. Yaani unakuta moyo ndio unajua sisi tu wa zamani hizo ndio pengine tukiokoka. Moyo huo ambao unaikuta nataka nikahubiri, nataka nikashuhudia kama ndo hatuna. Lakini kiukweli kabisa mara ya kwanza mtu anayekuwa kama akaamua kuokoka lazima moyo huu uanze kuwa ndani yake. Nikashuhudie, nikahubiri, nikafanya. Unaona hajui. Mimi mwenyewe nilianzia hivi. Nilianza kwenda kushuhudia ishapo. Nimeanza kwenda kushuhudia. Tena mimi nipoanzia, nilimfuatanga shemasi mmoja pale kanisani. Nipo KBT. Nikamwambia mama nataka nikushuhudie leo. Akaanza akaniandikia mtiririko wa maandiko kuhusiana na pombe haya hapa, kuhusiana na ubatizo hivi, kuhusiana na utakatifu hivi. Yaani ni yale ambayo masomo tutakutana naye. Wewe hakuna aliye mtakatifu. Anaweka mbona kile nisifanye. Lakini ukijikuta huna uwezo wa kufanya chochote, ni kwamba hata ndogo hauna. Na maandiko yanasema aliye mwaminifu katika jambo lilo hata kubwa anaweza kuwa mwaminifu. Kwa kwenye kile kidogo kama ukikishika kwa uaminifu wako wote, mengine yote utayaweza. Mungu huwapa neema wanyenyekevu. Neema ni ule uwezo wa kutambua. Yaani ule uwezo wa kujua kwamba kwa nini siongeze na hiki. Yaani neema huongezeka. Kwa mfano, sadaka. Unaona sadaka yetu tunakuwa tunatoa. Sadaka tutoi ili Mungu atubariki. Sadaka ina kazi yake kuongeza neema. Neema ni hivi. Neema kwa lugha nyingine tunaweza kuita kibali. Acha nikupe mfano mzuri mwepesi. Pastor Timothy na hakika wakati tunaanza kujenga hema, kuna baadhi wengine hata waliwaacha. Huyo mtu kama aliwacha kwa lengo kwamba wanaanza kukuingiza michango au nini, kama aliwacha kwa lengo hilo, utakuta kuja anaanza kuona aibu. Unaelewa? Kazi ya sadaka. Sadaka inakupa neema au kibali cha kujisikia na stahili. Amen? Yaani hii ambayo mwingine atakuwa tunamwambia kusali, hata pamba, hatafanya hivi, hatafanya. Yaani utamkuta yeye kila siku mnafuta vya nyuma kazi yake sio huko. Ila yule ambaye atakuja, atasikia utamwona atasafisha, mara ataona ataungaunga vya kuunga, anaanza kujiona na stahili.
Huo ndio ukweli usiopingika. Naam. Na hata pia kiongozi utaanza kuona hebu tumpe ahubiri, kwa sababu huyu ni kama ndo kwetu hapa. Ni kama tuko naye pamoja. Lakini yule ambaye haushiki, yani ni kuja tu kuja kusali. Hata ukimpa siku vipindi vya kuhubiri, sisi kumbuka kaanza tutokea Roma. Na ukuta mtu anapewa sikani wapi ajeta kuonekana misa yote. Basi unakuta wapi? Sikao yeye iko na mtoto. Anahubiri anasema kumjua Mungu ni kumjua. Amen. Ni kumjua Mungu. Amen. Ni kumjua. Hivyo ni kumjua. Wewe jua tu ni kumjua. Sasa hii changamoto yake inakuja mtoto. Wewe jua ni kumjua tu. Ni mtoto. Utaelewa. Basi yanaendelea hapo hashiriki. Lakini kwa mtu ambaye yuko karibu nawe moja kwa moja anakuwa ni mzee wetu, anataka tuende wapi? Ndio. Anataka kanisa hili wewe. Kwa hiyo kisimama utakuta anaanza kuelezea. Jamani mchungaji wetu anataka, unakuta maneno yanakuwepo. Kwa nini yanakuwepo? Ni kwa sababu tayari sana jua programu vijadiliki kila siku. Kwa kuna kakibali kana kuwepo cha kumjengea njia ya kuongea. Lakini yule ambaye mtolo utakuta kisimama hapa hakuna cha kuongea. Kwa nini? Hiyo ndio Mungu hapa neema wanyenyekevu. Yaani neema ni kibali. Hii unashiriki unatoa sadaka na yani inakupa kibali. Anyway, baada niongee lugha nyingine. Mimi nilipokuwepo kambi kuu Mbeya, kuna siku mzee aliwahi kuagiza kila mtu aje na mfuko wa simenti. Pale kabisa. Mimi kwa upande wangu kwa sababu nilikuwa naona hii imenisaidia, mimi nilitoa hela na mfuko wa simenti. Ila baadhi ya wenyeji wengine pale hawakutoa. Sasa hiyo inakuwa hivi. Mzee alipoanza kuongea au akianza kuongea au tufanye hivi pia. Makongamano mengi tunaenda. Watu mnasema hani makongamano kuna lugha ganatumia kwamba sio watu unakuja unajua tu kula. Hapana, utoe na hela sina nini. Hasa kianza kuongea kama hujatoa utaanza kujisikia vibaya. Hiyo ndio inaita hata ukienda sikia kwenye kula chakula jikotoa. Unakula lakini unaona kidiafa. Sasa hiyo inaitwa kibali au neema inapungua ndani yako. Unaweza kujiona mimi si stahili. Yaani hata kama ukikwambia mengine, yaani tunataka tufanye wasema wale. Kwa hiyo ndani yako kuna hatia ambayo umeijenga wewe mwenyewe kwa kutokushiriki baadhi ya mambo. Sasa siku hiyo mzee akaanza kuongea haya wale ambao wamelala na pia alisema hata kwenye matawi kila mtu aje na mfuko wa simenti au afanye chochote hapo kanisani. Nakumbuka kitu alisema hivi. Naam. Siku iliyofuata mzee akaanza kusema haya, nataka niwaone wale ambao mmefanya chochote hapo. Sasa unajikuta kwa mtu ambaye uliotoa, hadi umehamasika sasa yes. Sema hatu simama na kutoka simama. Hadi una hofu. Lakini ambaye atatoa unakuta muda wote lazima atakuwa tu. Nini? Ni kwamba kuna kitu fulani ambacho kana mnyima ujasiri. Ukisikia dhambi kazi yake inaondoa ujasiri. Mwenye haki ujasiri kama si haki. Hebu acha leo nikusomee kwa sehemu. Twende Zaburi hapa. Nikuonyeshe haki. Kuonyesha haki jinsi ilivyo. Haki jinsi ilivyo. Sisi kuna haki fulani tuliopandikisiwa ya wazungu. 37 Usome mstari wa 9 kwanza. Tutakuwa tunaruka. Nitasoma. 37:9. Maana watendao mabaya wataharibiwa, bali wamngonjao Bwana ndio watakao urithi nchi. Maana bado kitambo kidogo asiye haki hata kuwepo. Ndio. Utapaangalia mahali pake, utapaangalia mahali pake, wala hata kuwepo. Bali wenye upole watarithi nchi, watajifurahisha kwa wingi wa amani. Asiye haki hukopa wala halipi, bali asiye haki hukopa wala halipi. Sasa hapa haina maana kwamba si aliye haki hakopi, ila hukopa ila halipi, au kwa wengine huwazimu. Ukiwasema asiye haki hukopa ila halipi. Sasa sisi tunaweza kujiweka hapa, tunaandika fani kwa mbele, tunataka kufanya kama alisema kama ile tukeni kwa kijana sioni mwenye haki ameacha hao zake kuomba chakula. Unaishi haki ni kuomba, na pale kuombea sema Bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi, unaishi ndio mwenye haki. Mwenye haki lazima pia na kazi yake anafanya.
utakuja utamuona. Twende mstari wa 25 nikuonyeshe wewe mwenye haki tena. Nalikuwa nitasoma. Ndio. Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee. Lakini sijawahi mwana mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. 26 sasa sikia. Mchana kutwa ufadhili na kufanya na kukopesha. Na mzao wake kubarikiwa. Sasa hebu tuashumu wewe unakuta mtaro wa kukopesha, umemfadhili. Ndio maana utakuta kuna watu wakimwona mtoto wako anatabika sema mzee wake leo kunifanyia jambo fulani. Haiwezekani mtoto anafanya hivi, hebu acha na mimi nilipe sehemu ya fadhila. Ndio mwenye haki huyu. Hala sisi tunajiita wenye haki, unakuta tumejaa madeni kila kona hapo, umekopa kwa banki, umekopa kwa hiyo umekopa. Ila unakuta sio na mwenye haki. Ameacha leo unajiweka kabisa. Mwenye haki ni hao sasa. Haki utakuja utaona inakutaka kuna jambo litende, ndio inakusimamisha kuitwa mwenye haki. Sasa niongee kitu kingine hapa. Biblia inamtaja Timotheo, kuna mahali Paulo anasema hivi, leo utakuwa mzoefu wa maneno ya imani. Uzoefu wako unapoanzia ni hivi. Wewe unasubiri, yani mimi siku nikianza kuhubiri, nihubiri kwa neema kama anavyohubiri mzee Barikiwa mzee, utaweza. Hauwezi. Mara nyingi hivi vitu viko kama kutuona tunajizoesha. Unakuta leo utaongea hivi unasema, pale nimekosea kidogo, ngoja kesho tatafuta nibadilike. Mzoefu maana kuna kwa unajua, pale ni sikuongea sawa. Siku nyingine nikirudi utaongea hivi. Maana unakuwa kila siku unapokuwa unafanya vya sasa, unaweza ukajikuta unataka nianzie niwe na neema, haijaji isipokuwa inakuja kwenye ile namna unakuwa unafanya. Kuna hii nyingine hii. Kuna baadhi ya watumishi huwa wanatamani, na kama mfano siku na clip sinazitoa. Anatamani nionyeshe wanavyo upload. Nionyeshe tunavyo edit. Kiujumla iko hivi. Vitu vingine havihitaji kujifunza tu, vinahitaji kufanya. Unapokuwa unafanya, kuna mara utakosea, utajua nilikosea hapa. Siku nyingine utajikuta unaparekebisha. Lakini ambao utasubiri, yani nikija nitafanya kila kitu sasa, hatuwezaki. Utaanza kwa kukosea. Tumemsoma yule Apolo ambaye tulikuwa tunasoma, nikasema tutarudia. Ukimsoma utakuja utaona msali ngoja ni usome hapa. Msali wa 26 ile Matendo ya Mitume 18:26 anasema akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi, hata Priscilla na Akila waliposikia wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Maana jamaa alikuwa anahubiri mengine tu. Ila Mungu haanzi kwenye usahihi, anaanzia kwenye moyo. Yaani wewe unapokuwa unajitoa kwa nguvu zako zote na kwa moyo wako wote. Naam. Huo moyo Mungu anaupenda sana. Na anauangalia sana, anajua kwa vyote vile huu utafika mbali. Kuna kuta hapa tayari waliokuwa na msikia ndo kamvuda. Sasa tunahubiri hivi. Uelekeo wa Mungu kabisa anataka iwe hivi. Ndio mwisho wa siku unakuja unamwona huyu Apolo hapa. Ndio utamwona kwenye nyaraka nyingi za Mtume Paulo yumo. Kwa nini yumo? Kuna watu fulani huyu Matendo ya Mitume hapa. Tushai kumsoma. Kwa hiyo nikuonyeshe. Ukiona Biblia inaamua kuvunja story fulani, inakuja inachukua story ya kipande cha mtu fulani. Kwa hiyo huyo mtu alikuwa na moyo tofauti. Ukweli usiopingika kabisa. Yaani hapo ukiona wanaamua tumuandike. Wewe amefanya. Kuna lugha sijajua sasa hapa. Kuna ndugu hapa asili nani mtumishi gani au mtu gani alifundisha hapa kwamba ili ufike hatua watu waanze kukutazama lazima pia uone vitu vya ziada. Ni ukweli usiopingika. Sasa hii Biblia ukisoma kuanzia Matendo ya Mitume 1 mpaka bado kuja kufika 6 hapa. 6 ukiendelea kuna habari za mtu mwingine anaanza kutajwa. Ukirudi nyuma hayupo mahali alipotajwa, ila kaanzia kutajwa hapo. Unakuta Biblia ikakoma na tumuandike tu mtu. Kwa nini nasema hii habari hii itawahamasisha watu watakao kuja mbele kuisoma. Kuna ukirudi huko nyuma kuna watu kama kina Matia. Matia alichaguliwa sehemu ya wanafunzi
sehemu ya wanafunzi walimchagua hapo pale. Nionyeshe. Matendo ya Mitume ni ngapi pale? Moja. Matendo ya Mitume moja kama sikosea mahali fulani. 1:21. Kuna mwanafunzi hapa alichaguliwa akape nafasi ya mtume ambaye alikuwa amejinyonga, Yuda. Huyu mtu jina lake lipotajwa ndio limetajwa hapo tu, ulisikii mahali pengine popote. Ila utakuja utaona huyu ambaye tutamsoma hapa Stefano, unakuta anapotajwa zinaanza habari zinageuka. Na si kwamba pale tajwa alikuwa peke yake, walikuwa na wengine. Ila unaona habari za wengine, uone waliishaje, walifanya ila zinaanza Stefano alikuwa amejaa neema na hekima. Kwa nini waanze kumtaja hivyo? Maana unaona huyu kabeba tofauti na wengine. Nisome hiyo moja kwa kisema hapa. 1:21. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanza tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Mathia. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani aliyemchagua kati ya hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu na utume huu alioukosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakampigia kura ikamwangukia Mathia, naye akahesabiwa kuwa mmoja wa mitume 11. Sasa hapa wenzetu walipiga kura, ila Yesu utakuja siku anachagua mitume hakupiga kura, alienda mlimani kuomba. Aliposhuka ndo akaanza kuteua wewe. Na pia sio kwamba alikuwa anateua akiwa amefunuliwa. Naona huyu kidogo mfano wake kama anajua kidogo. Huyu nadhani tukimchomeka anaweza kwa sababu ya hamasa nyingine. Sasa huyu Matia, wewe soma mahali popote kuna kitabu cha mtume Matia. Hapa ndo imeishia hapo. Humuoni mahali popote. Kuna nipokuwepo Moshi niwahi kusema hivi. Hata hapa mnisaidie na mimi wengi ni wasomi wa Biblia. Hivi aliyetakiwa kuchukua nafasi ya Musa atakapokuwa amekufa ni Haruni au Joshua? Haruni au Joshua atakao kuchukua nafasi ya Musa? Kwa nini kaja akachukua Musa? Nani Joshua? Utakuja utaona siku Musa alipokuwa akitoka hemani, ameomba anatoka, Joshua alibaki bure. Unaona, bila shaka unaona huyu ataenda mbali huyu. Lakini wale wazee wa kuwahi tu, yani sisi haina shida, yani ile tu kwamba hata hapo inatosha. Utakuja utaona kama wakina Haruni hakwenda kokote. Hapa unaona Matia ndo habari yake imeishia hapo. Usome mahali kwingine kokote. Sasa twende 6, usome hapo 6 Matendo ya Mitume. 6 Matendo ya Mitume kuanzia mstari wa kwanza. Kuna kitu fulani kilichosababisha wawachague watu. Nitasoma. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi na Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale tenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakisema, haiwapendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani? Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujua na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Nasi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu. Kwa nini wamesema amejaa imani na Roho Mtakatifu? Na wengine sikia wanavyotaja.
na Filipo imeisha, na Prokoro. Haielezei kama amejaa imani na hekima, ila huyu tu aliyejaa. Unakuja unaona kwa nini hawataje? Maana ana ajenda tofauti na wengine. Na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikolao na mwongofu wa Antiokia, ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono juu yao. Sasa unaanza story ishabadilika, sio chakula tena kinachoelezewa Agano. Unaanza kuona ni habari za mtu huyo ambaye ndio amejaa hekima. Zinaanzia hapo. Hebu twende mbele, twende tumsome. 7. Neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Na Stefano akijaa neema, hata kama hatujamsahau. Na Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru, la kwanza hilo, na la wa Kirene, na la wa Iskanderia, la tatu hilo, na la wale wa Kilikia na Asia, la tano. Wakaondoka wameenda wakajadiliana mtu huyu mmoja tu kuhusiana na imani. Unaona wote hao pointi ya mwisho tumuue huyu, tushamshinda. Mkato hivi mimi na wewe kweli kabisa tumeingia kwenye imani, tuishie kuwa ni watu ambao tutakuwa tuna watu tunaotazama na kupongeza. Sasa kama Dar es Salaam hiyo kitu nilikuwa nakataa pale leo. Kama Dar es Salaam mapambanaji haisiona tu kiujumla imani, hata kama tutamuita yeye, tunataka aje atuambukize ule moto. Atuambukize ule moyo. Yaani kuna watu si tulioko Dodoma kule, walioko Moshi, walioko wapi si huko, walioko kokote. Wao wanasema leo twende kule tukaone kwani jamaa wako spidi. Kwani wana moyo ule. Imani kiujumla ndio hiyo. Hautawavuta watu kwa maneno, ila watu watavutiwa na habari unazozisikia. Hebu niende ile andiko wangu napenda kulisoma. Nataka nimalizie hapa. Ezekiel 8, nisomee hii. Ezekiel 8 mstari wa 23 pale. Imani kiujumla ilikuwa ni hiyo. Ni Zekaria 8 mstari wa 23. Zekaria 8 mstari wa 23. Imani ilikuwa ni hiyo. Yaani kuna watu wanakuwa wanasema nataka nikamwone mtumishi nani hapa, nikamwone mtumishi gani, vile ambavyo wanasema honga anavaa nini, kaisa kabadilika. Kwa nini? Ni kwamba kuna habari wamezisikia wakiwa wako mbali. Walisikia yule bwana alikuwa kavurugika, yule alikuwa karibikiwa, yule alikuwa hivi. Ila wanakuwa wamesikia taarifa mpya tena za badiliko. Mwisho wa siku nasema lakini afu pia inakuepo siku anakuona umechachamana kama ni pale center. Ni speaker zimefungwa sema hata kama wengine nyinyi hadi inakuepo mnataka tu huu ni mkutano wa kwangu mimi. Nyinyi wengine wa kanisani nyinyi njooni kunisupport wakati wa sifa afu niachie. Mimi kweli mimi ndo nilivyoishi hivyo. Nilikuwa nikienda kanisa lolote, nikifika pale, wewe nenda kanisa fanya AGT ilikuwa ni TGS. Nafika pale. Yaani siamini kwa nini mtu fani ndo leo bila chachamafu. Mimi nimekaa tu mimi mzee tu kiasi kwa makofi, kusikiliza na kurudi. Sijajua. Nilikuwa kasipendi yani kujua. Sasa sijajua kwa sababu labda huo na moyo huo labda ndio maana tunaikuta ndo tayari wataanza kutukweka kwa shemasi bwana. Yaani ukijumla ni hivyo kuokoka ndio hivyo inavyokuwa. Hata tukweke basi kwa kiongozi. Kwa hiyo unaona huyu jamaa yaani ni mtu ambaye hakai, yaani ni mtu anayehangaika. Nifanye hiki. Utaona kwenye kushuhudia baadaye akisema jamani leo nimeshuhudia mtu fulani. Siku nyingine ni na kiujumla hapa kanisani hapa. Sisi mimi na tuaminiani. Ila kitakachopelekea mimi kuamini wewe, kuna watu ambao huyu mtu atakuwa anamtetea. Afu wewe
Wewe umeharibika, ukuta wanasema hapana, huyu mtumishi sisi katusaidia Bwana. Au wakati mwingine unamsahau, alafu anasimama mtu anasema sasa tunamshukuru Mungu, mtumishi fulani kuja kule akatuamsha. Sema hii kumbe sio namchukulia kawaida, afu kumbe ni mtu ambaye ana watu nyuma, ameamsha watu. Mwisho wa siku utakuta anaanza kutazama kwa sura ya tofauti. Mimi nilianza kuweka kwa sura hiyo nikiwa AGT. Nilikuwa naenda nashuhudia huko na ubiri kwa sasa. Kwanza kwa vile ambavyo kwa nanifahamu kanisani, nilikuwa na kigugumizi moja. Nilikuwa na kigugumizi, yani kisimama maneno yanapotea. Anza kutengeneza sema mtumishi ombea tufunge ibada. Basi unakuta sana kwa Mungu tunakushukuru Baba. Umo fahamu kama umepoteza akili pia na ibada ya leo tunakushukuru. Kigugumizi kile kweli. Sasa hapo changamoto ni hivi. Wewe ukishaanza kuona unasema yaani sirudii tena kufanya, mimi sifanyi tena. Hapana, tuachi ibada. Hatuachi kuendelea kufanya tunachofanya. Na kijumla ushindi kwenye mapambano ndio utakubadilisha wewe jina, waanze kukuita watu wewe ni komando. Hao watakuita wewe shujaa. Na kijumla uweze kupiga tu moja pili basi ndio kila kitu kimekubali. Wewe haipo hiyo. Mimi nipo kwa watu nimeenda nimeshuhudia kwa nimefanya, unakuta wale wa kule ndio wanarudi wanakuja. Sio tumekutana kwenye bana nasema aisee alikuja mtumishi hapa. Aisee kataosha. Huyo mbele kigugumizi kwetu hapa. Ndio mwisho wa siku sikingine mtu anasema hebu leo nataka utatumilia hapa. Leo nataka aone kwani kule amefanyaje? Kigugumizi hicho imekuaje mpaka wamemuelewa. Unaona jinsi hili. Huyo nikaweka kwa shemasi. Haijapita kiongozi wa vijana. Ilikuwa ni makanisa kama 7 hivi. Ndio niweka kwa kiongozi wa vijana. Baadaye tena mara katibu wa vijana. Wala jinsi inavyobadilika. Huwa inabadilika kwa sababu ya vile unavyozisikia taarifa zako. Umeenda maarifa pengine hujui kuhubiri. Imba. Ni mikutano fulani. Hii ambayo naona mzee anasema hii ambayo mpaka hata makanisa jirani hawatualiki. Awalika sababu wanaona ni ibada kama za kwetu, kwani kimebadilika. Ndio kinachofanya awaliki. Hilo kila paka unajua kwa wanaona kuna moto fulani tunauona ni kama ni kwenye injili, kwenye kushuhudia. Wanaona tu siku zote ni moto. Mchozi wanasema Mungu jioni mtuamshe na sisi. Inawezekana sisi hatujui imani ina uzito kiasi. Kwa hiyo unakuta unakuwepo pale wanataka tuajue inakuwaje nyinyi mnakimbia hivi. Imani sasa ndio jinsi ilivyo. Mwisho wa siku utajikuta kwa kadri tunapozidi kusogea ndio utaanza kujua kuna udhaifu hapa. Sasa mimi niliposogea naenda kwa mahali nimekuwa kwa sababu waliokuepo kwenye mtoe siri hapa. Waliokuepo viongozi hapo awali walikuwa wanatoa malalamiko. Yaani pale walikuwa viongozi wa vijana. Sasa mimi nikaja kuwa kiongozi waliokuwa wanatoa malalamiko. Wachungaji wenyewe wanaongelea tu sadaka, afu pia hawajali kikundi cha vijana. Yaani mimi naangalia tu sadaka tunakuhimiza michango. Mimi kiupande wangu ile sijui. Sasa ile si nikaingia. Ndio unakuja unakuta mkikana wachungaji ambia sasa wameshahamasisha vijana wanatoa sadaka. Akasema kumbe ndio maana walikuwa wanalalamika wale. Sasa ukisikia Mungu hapa neema wanyenyekevu ile hakikisha sogea, kuna vitu unaanza kufikiria hiki hakipo sawa. Ndio ikawa chanzo mpaka na mimi kutoka ile mpaka kazi. Kwa sababu sasa unaona vingi siwaelewi. Lakini kama ningelibaki ni mshirika tu ambaye mimi nakuja kusikiliza na kutoka, maana mpaka leo ningekuwa hivi. Ila kitu alifanya nikatoka, nilo naona ni kama kuna vitu haviko sawa na ninakuwa nishabihakiki. Kuna baadhi ya vitu tukwaga vinafanyika pale Ligiti. Na unakuta taarifa zingine za ndani za kuhusiana na wachungaji si kazini na mshirika. Hasa kwa washirika huko wachini wenyewe wako hawana uhakika au hawajui. Hata kama tuzisikia. Ila sasa tulio viongozi mbele ndio baadaye tunakuwa mtakaa kikao. Tumeanza kujua sasa tena ndio nini? Hapo anaambia haya acheni huko. Cheni. Ila tupigeni washirika jamani wamheshimu. Sasa kwa sababu tayari wewe uko unaanza kujua. Lakini uko leo mambo tusingehangaika kusogea. Hapakishia tungekuwepo tunaongozwa kumbe na wazinzi. Sasa imani niyo hapo soma.
hiyo tuliyotaja. Zekaria 8 mstari wa 23. Zekaria 8 mstari wa 23 anasema Bwana wa majeshi asema hivi. Anasemaje? Siku hizo watu 10 wa lugha zote za mataifa wataushika upindo wa nguo yake yeye aliye Myahudi. Naam, watashika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi. Tutakwenda pamoja na ninyi. Kwa maana tumesikia kwamba tumefunuliwa, tumesikia. Hivi unaelewa maana ya kusikia? Maanake taarifa zao zimewafikia kule wakiwa mbali. Ndio kama mimi na wewe. Kwani sisi tulifunuliwa kuhusiana na Mbarikiwa Mwakipesi? Tuliona kwenye mtandao. Tuliona si vitabu. Tuliona nyimbo. Ukaona hizi na neema. Ukaona na mashahada kina mtumishi Besa. Ukaona kina Nondo. Au kufunuliwa. Hasa sisi tatizo tulionao sisi, hatua tulizonazo sisi tumebaki nazo sisi kama sisi. Hakuna atakayefunuliwa, watasikia ndio watasema, hebu endelea soma. Asema tumesikia kwamba Mungu yupo pamoja nanyi. Yuko pamoja na nyinyi. Ndio maana tunaamua tufuatane na nyinyi. Tumesikia. Tumeona kuna shuhuda mnasema kwamba mlijaribu hospitalini wakasema hivi, huu ugonjwa bwana hatuoni. Umeweka mtandao. Sema magonjwa yale yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana. Unasema huyu hapa binti. Huyu hapa. Tulijaribu hivi na vilishindikana. Hebu washuhudie. Sasa hivi anajisikiaje? Mitume wanakoma hawa jamaa. Yaani kiushuhuda kidogo. Nini kimetokea? Si mtungi ulikuwa una gesi tena zingine za kutunga. Ila jamaa inazipambulisha. Kuna mmoja nilisikia kama akasema, "Tume, kwa mtu huko, nini kimetokea?" Mimi ni mtungi wa gesi, nikaenda nikaweka stika ya mtume hapa tokea mwaka jana mpaka leo gesi haijaisha. Tapia Yesu makofi. Huyo ndo nani mtenda mjiza Bwana. Zinapigiwa kelele mpaka kuna mtu anaanza kukuvuta nawe. Sasa fikiri sisi tunavutwa na nini? Tumesikia. Imani chanzo chake huo ndo ukolezo pingika. Sidhani kwamba si hatuna hatua. Mimi nakukatalia, tuna hatua kuliko hata vile tunavyoona. Tunazo kubwa sana. Tuko hapo ambao ndo kama kwa shuhuda ninavyosikia. Unakuta mpaka mtu anafika atoneka magunia 5 ndani si 10. Ni hatua kubwa wewe. Hivi ejitoa umezungukia. Ukaona jinsi wanavyoteseka. Umezungukia. Na si kwamba hata alikuwa asali. Kwa na asali pengine. Asali. Kwa nini hatua za sasa tunaizalau? Au si naishi ndo Mungu atafunua. Mungu afunui ni wewe. Tunataka upite waanze kusema mimi nilikuwa hivi sasa hivi niko hivi. Unajua hata hii unaona huko pembezoni huko ama kanisa au kwa mfano. Hata hii kweli ya Korogwe mimi sikukatalia hivi. Unajua tuogea wapi? Wanakuwa siri kanisa inaita tufujo. Wasijue kwamba ni mnani. Lakini mtaka kuwa mnazunguka unajitafsiri. Tuko hivi tunaanza hivi tunafanya hivi tuko hivi. Ile inakuwa ni wimbo ambao ushazunguka kwenye mtaa huo. Mwisho wa siku hata watu wakianza kuunda njama kwa ile kanisa bado natupigia kwa unakuta wengine wanasema kwa lile hapana jamani. Hamkuona ile mama alivyokuwa. Ombo ona sasa hivi jinsi alivyo. Hata mimi mwanangu ndo namsakisia. Akaanza kusema hata kama mimi bado sijaanza. Kwa hiyo unakuta yale ndio wanaanza kukutetea wenyewe. Kwa sababu gani? Wamesikia, wanaona hapana, hao watu wako tofauti. Nisomee Matendo ya Mitume 28. 28 nisomee mstari wa 30. Lakini pia tarudi na Mathayo mali fulani tumalizie. Matendo ya Mitume 28 mstari wa 30. Mstari wa 30 anasema, akakaa muda wa miaka 2 mzima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga. Akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea. Alikuwa akiwaendea. Kwa nini wanamwendea? Endelea. 61. Akihubiri habari za ufalme wa Mungu. Hicho ndicho alichogundua kwamba huyu mtu ana habari. Sasa huku tunaposoma ni Paulo huyu. Imepita hapo katikati, amepitia mhubiri huku na kule, kuna habari zishasambaa. Huyu jamaa akabeba nini?
Watu wakawa wanamwendea huko wakajifunze. Ila hapa alikuwa kawekwa kwenye nyumba ya kupanga. Tena hapa ni Warumi ndio kwa ameenda naye kule kwenye ile nchi. Akaa iko kwenye nyumba. Tena nyumba aliyopanga sio kwamba ana uhuru, haruhusiwi kwenda mahali popote. Kwa kuna watu wanatoka mbali wanamwendea, lengo tujifunze. Na sisi tuwe kama agency alivyo. Kwa hiyo fulani hapa nataka nikuonyeshe kwa sehemu. Nisamee. Sio ni saa ngapi? Nikuonyeshe Wagalatia hapa. Nikuonyeshe ufukunywaji wa jamaa huyu. Huyu jamaa usifikiri kwani watu wakaona mwendee. Jamaa alikuwa anafukunywa wewe. Wagalatia 1. Galatia 1 nikuonyeshe kitu fulani hapa. Galatia 1. Kwanza mstari wa 10. Sasa tuende kwa mtiririko ndio tutasema. Galatia 1:10 Maana sasa je, ni wanadamu ninaowashawishi? Je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, ndio singekuwa mtumwa wa Kristo. Ndio kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri ndio na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Mstari 12 kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Ndio maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi. Hapa anaongea na Wagalatia akiwa anajaribu kuwaonyesha yeye alipotokea. Kwamba naliliuka. Imeshachaje? Nane. 13. Haya, twende. Maana nimesikia habari za mwenendo wangu zamani katika mmesikia habari za mwenendo wangu, sio mmefunuliwa, mlisikia. Kwamba nililiuzi kanisa Mungu kupita kiasi. Nikaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zamu katika kabila yangu. Nikajitahidi sana katika kuyasikia mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Alipoona vema kunidhihirishia mwanae ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Sawa. Wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa kushuka ndio Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu. Bali nalikwenda zangu Arabuni. Kisha nikarudi tena Dameski. Sawa, endelea sasa. Sikia hiyo. Kisha baada ya miaka mitatu nalipanda kwenda Yerusalemu. Nikapanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa. Nionane nao. Nikakaa kwake siku 15. Lakini sikumwona mtume mwingine. Sasa nenda 2:1 tena. 2:1. Kisha baada ya miaka 14. Ni anafukunywa tu. Nalipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba. Nikamchukua na Tito pamoja nami. Sasa nataka nikuonyeshe imani jinsi ilivyo. Hapa yeye alikuwa ndo anayepanda kwenda Yerusalemu. Yerusalemu sisi koskazi na hiyo tunasemaga kambi kule, si ndivyo? Si ndivyo? Yaani unakuta kila baada ya miaka sasa sema ngoja tuende tukafanye ibada tukahiji. Lakini pia ni kama kwenda kutoa report, si ndivyo? Ila imani inabidi wale wakulu wakati mwingine wanakuja waje washangae. Wewe jamaa, mbona kama umebeba imani tofauti na sisi tulivyokuwa tunaitazama? Inakuepo hiyo. Amepanda hapa, naelezea alivyokuwa anapanda, anaenda anatoa report ni kama anarudi. Inapita miaka kadhaa anapanda. Kiujumla ni hivi. Kule tunapokwenda, nenda ukiona taarifa fulani ambazo zitakuwa zinawashitua. Ndio kweli. Ndio kazi ya kukutanika hapa. Hapa tunakusanyika hapa kuonyeshana show. Kuonyeshana show. Ukisimama sema nilikuwa ninaishi peke yangu polini, tumeisha. Polini ila nilikuwa naomba sema no. Sasa iwe kama alikuwa anaishi polini ila anaomba hivi. Na ukimwangalia kwa uombaji wako unajua tu huyu kweli anaomba. Hiyo tu show inaanza kukupigisha wewe mwenyewe kimoyo. Sasa kama alikuwa hana mwingine anamhamasisha ila yuko hivi. Sasa mimi naye hamasisho. Ndio mwisho wa siku anasema basi kumbe mimi inabidi nikazane.
Kanisani tunakutanika kama kuonyeshana show. Ulifanya nini, ulivyopokea nini. Hata kule kambi tunapokwenda, nenda ukiwa na show kwamba tumehubiri redioni, tumeshuhudia nyumba kwa nyumba, tumefanya hivi na hivi. Huyu naye muone naye tuko naye hapa. Huyu aliokolewa kwenye injili yetu tulienda kule. Kwa labda tumpe naye atoe report. Hata anasema kwa kwenda mshukuru Mungu. Kiukweli ile inaanza kutengeneza shauku ya wengine kutaka hebu tumsikie yeye ana mbinu gani. Ndio mwisho wa siku utajikuta unaanza kupewa vipindi. Kwa nini? Hata hii nadhani niliongea hata Moshi na nirudia hata hapo. Mimi kambi ile la Kiwira nadhani pasa Timosi alienda. Mimi sikwenda kwa makusudi. Kuna kitu nilikuwa nimejipanga nikifanya. Nilikuwa nataka nitengeneze mlipuko afu baada hapo niende. Sasa siku zikawa zimekuwa chache. Tulikuwa tuende kwa nikaona nikienda sitapata pesa za kufanyia hicho kitu. Ikabidi nitulie. Nikaenda redioni nikahubiri. Tukafanya kama kasemina fulani. Lengo natafuta nitengeneze nitakapokuja kuja taarifa. Sio nakuja tu mimi ukisimama wewe haunaga taarifa mpya. Hapana. Sasa hapa ni Mtume Paulo anapanda. Ila ni wao wenyewe tena baadaye walianza kushuka waende wakamtazame jamaa. Amefanyaje? Kaweza kugeuza watu. Unakuta wanatoka wenye Yerusalemu. Si hapa wao kusoma. Soma hiyo 2 mstari wa 11. Mstari wa 11. Hiyo 2:11 Galatia. 2:11 anasema. Lakini Kefa alipokuja Antiokia, alikuja au nilimfuata tena? Alipokuja. Hawa si ndio walikuwa wametuma waliokabidhiwa kanisa? Ndio. Wanaanza kuja wenyewe. Lengo waje waone jamaa anakula mpaka tupanya. Anakula mpaka konokono. Kaweza ndio nakuta. Sasa Mungu tukaona jamaa. Anashije. Mbona mazingira ile sisi kama Wayahudi hatujazoea? Kwa nakuta wanatoka waende tu wakaone anafanya kawezaje. Sasa hii ndio maana ya kuokoka. Kweli kabisa sio kwingine. Wanakuwepo 2, 3, 4, 5 wanasema leo nataka nikamwone mtumishi. Nimesikia habari zake. Nimesikia upambanaji wake. Na unakuja unaona alipokuja huko Petro ndiye kabidhiwa kanisa ila anapangwa. Hapa huko ukija usituletee upumbavu uliotoka nao kule. Ukija hapa fuata ya hapa. Haya kabisa kanisa si Kefa. Anapangwa hapa. Nikurudishe tulisoma Matendo ya Mitume. Inasema atalichukua jina langu kwa mataifa na kwa Israeli na kwa wafalme. Israeli ni hawa ndani hawa ndio Israeli hawa waliokoka. Kuna baadhi ya vitu vikileta uzembe ukawapanga. Acha hiyo kita hivi. Sijua hauja monaki percentage. Mmoja aliwahi kutunyoosha pale. Ni kwa nini anabeba imani kwa uzito unaotaka? Kwanza siku wakati anatoka. Ilikuwa ni mwaka 2020. Sasa fungu. Ni mwezi wa 6 hivi au 7 kati hivyo. Siku mara mwisho anapewa kipindi anahubiri pale. Anasema unasema eti mzee siku akiwa yupo ndo utatoa clip. Sema hapana. Sasa hivi ukitoa ndo unaweza mzee akaa naona wapi ulipokosea atakupanga. Mzee akiwa yupo nani atakupanga? Nani atakwambia hapo ulikosea? Alihubiri kwa ukali siku hiyo. Sasa baada hapo mzee akaanza kusema kweli najua moyo wa Pastor Betiko na ufahamu moyo wake kwa sehemu kubwa. Wewe hata mume ndani mtakuwa wakati mwingine kunapangana kwa sababu. Ila mzee uone akibomoa ile slogan ya Herbert hata kidogo anasema hivi ndio ninavyotaka. Yaani wewe una uwezo kuyatazama mambo hivi. Yaani sio ile mzee akiwa yupo alipotokea ni washe moto wakati hayupo. Atakayekuwa nakwambia hapa unakosea ni nani? Sasa kuna kijana ambaye alikuwa hapo kule Biawana ambaye aliwahi kuniambia hivi mwaka mnaenda kushikatu mtumishi. Hivi mwaka mnaenda kujifunza kule na nini kuna chuo. Sasa siku nikaona yeye ameanza kutoa clip kwenye mtandao. Kanisa usiku mimi nilotokea na EGT. Mchungaji wa pale hivyo vitu alikatazaga. Sema hasa nyinyi semeni serikali huko. Serikali na mkono mrefu. Ukipoteza usije kaanza kutuingiza kanisa. Nikamwona natoa ile clip nikampigia simu. Sikia wakati wangu ndio nipo huko. Niko nadhani Moshi na wakati nilipopita hata huko. Nilikuwa nasiona.
Nikabidi nimpige, nikajua huyu bwana mdogo, kwa sababu iko hivi. Mimi hata kama nitatoa, kuna baadhi ya clip zingine mzee waga ananiambia ondoa hii, ondoa. Yule sasa yeye amezitoa. Nikaona huyu nikimkuta si wa huyu, nikimkuta wote yuko Pasatimosi, atatoa taarifa, jamani mtu wetu. Na tena ndio tulivyoandaliwa wote, siko kazi kwa sura hiyo. Hata kama ongea chochote utaweka hata picha tu. Jamani kwa kweli. Hasa hiyo ni slogan ya kanisa hili. Nikamwambia yuko wewe ulipo mchungaji mmoja usika, asema likikukuta limekukuta. Wa kwanza kukusemea bidii ya mchungaji wako. Sasa kama mchungaji wako yeye mwenyewe anajitoa, wewe likikukuta na utapotea kimya. Wakati anaongea naye akasema ni maelezo nanipa mpaka na rekodi, kwa sababu nini? Anapenda hatua tulizo nazo au vile tunavyoshika sasa. Anyway, mimi lengo ambalo nataka nikurudishe ni kwenye hii kwamba imani ni wewe watu kuja kuhiji kwako. Mara kadhaa sisi ambao tunajiunga kwa kazi, mzee alikuwa anasema hayo. Mimi nimejiunga nikikuta shasema, alikuwa anasema hapa Mbeya hapa watatoka kutoka mataifa mbalimbali. Hapa Tanzania kuna watu watatoka watakuja kuhiji. Kinachowavuta waende wakaiji ni zile taarifa za yule kiumbe. Zile taarifa zinasema hebu tukamwone ni mwanadamu. Yaani vile unavyo, siku moja nilikuwa namsikiza mzee anasema, yaani si ibada moja tu. Hata kama hivyo Bwana ndio anasema ibada ya Jumapili wakati anza saa 11, lakini tumeishi ni afadhali tuanze kuanza saa 9 usiku. Ile mtu kama huyo, wewe lazima kuisema ni mtu au ni robot. Yaani utaenda tu kwa nataka kujua ili fanyaje. Kiujumla ni hivyo. Imani usipomtisha mtoto kwa klipu, mtishe kwa taarifa tu zile unavyoishi. Anaanza kukutisha kana kuna kaka. Umewezaje? Hivyo vitu ndio vitamfanya mtu anakuwa anatoka mbali aje tu. Na kiujumla atakapokuja wakati mwingine si kwamba ataibeba ule moyo wako kwa sura ile aliyokuja nayo, kwa sababu wakati mwingine watu hupenda akukute ukiwa kwenye hatua zaidi ya vile ilivyotarajiwa. Aisa akuta dado na hela nyingi, ndio wanavyoamini hivi. Hata kuta unavyovitumia ni vya kuungaunga, anasema kumbe tu kawaida tu. Lakini yeye aliyo ambaye ndio yuko mbele, utakuta atajaribu, atashindwa, atarudi tena siku nyingine. Tumeshi. Mbona kama nimeshinda hapa, asema nadhani ni kwa sababu nilisikiliza vibaya. Imani hii wala tunachanganya na hiki tunakombolesha. Nini kinachopelekea? Ni kwamba ile nchi na historia fulani ya watu fulani waliokupita wazima ambao mpaka leo tunawajadili ni mtumishi. Na ndivyo kinachotakiwa hapa ulipo baba. Nitoke Dodoma nije. Na hapa kuanzia namba 1 kwenye ibada. Ibada ina uwezo wa kubeba mengine yote. Ila tuanze tukiwa tunafanya kila kitu sawa sawa. Tunaanzia kwenye ile namna ya kutafuta kwamba nisiwepo sasa hatua hii nisogee tena kidogo. Nisiwepo kwenye hatua hii nisogee tena kidogo. Nisiwepo tena kwenye hatua nisogee kidogo. Sisome maandiko basi. Ila nitaeleza. Mfano kuna kiumbe anaitwa Yohana Mbatizaji. Kitendo cha kukaa pale kinatisha. Yaani maisha tu yanamtisha. Atamuujiza wote. Ila sababu Yesu mwenyewe watu na fedha zao wanaona juu ya mti hapo ni mtu wa namna gani? Na mtu huyo unakuta anapomkaribisha Yesu mpaka anza kusema yani mimi nusu ya mali zangu na wagaia mpaka yani amehamasika yani sasa huyo yani nimekutana naye leo. Sasa wewe siku ya kwanza unakutana na kikazi ilikuwa. Mimi siku ya kwanza wakati napigiwa simu na mzee mwenyewe. Ilikuwa hivi, afu wengi msifahamu. Hata huyu Alex Tewele kama uliona ile namna ambayo kama ambayo nilisema kama alijaribu kunishauri kwamba tuache kufanya anayofanya mzee. Kiukweli usiopindika, Alex Tewele ndiye aliyeniza kwenye imani ya kikosi kazi.
ni hivi 2020 mwishoni nilionaga clip yake kwenye mtandao na uvaaji wake moja kwa moja nikaa najua ni kikosi kazi atakuwa Mbeya. Nikampigia sababu alikuwa ameweka namba ya simu, nikamwelezea bwana huko Dodoma, akaniambia njoo Songea si mahali paitwa si Madaba, njoo tufanye ibada. Sasa mimi kaisa kikosi kazi mbona kama ni Mbeya? Sasa sinada pengine atakuwa sio kikosi kazi. Sasa katika kuendelea kuna kule yeye akana yeye kufesema unajua si ndio kikosi kazi chenyewe ila huko Songea ni tabu. Sasa mimi haja yangu nataka nifike Mbeya. Nikaa sasa siamini na huyo sijakaa tu ni wale tu ambao wana mambo kwa sababu wakati ule kwamba nishaiwasiliana na mwingine tu ndani huyu wa mwanzo kusiata nani Kamugisha naye anaandika sasa ameliandika mbele wao wanaandika hapa Messi Zambi na huwa Kamugisha Nelson yule hata mzee na kanisa mai kwenda kwake na hii si kitu kama hivyo. Sasa inaonekana hisi labda pengine wanaweza kaa kama makanisa yale tu. Sasa mimi nikaa nimependa slogan ya mzee 2021 mwezi wa 5 kama si wa 5 wa 6 ndio nikaanza harakati za kumtafuta mzee. Hapo katoni kanishafanikiwa kujiungaunga na kwenye magrupu ya kikosi kazi. Nikamtumia ujumbe mzee. Ilikuwa ni upande wa Telegram. Nikamwambia mzee, hapa Dodoma kuna watu tunavutiwa sana na kikosi kazi, lakini hatujui tufanye nini. Labda pengine tusaidie aje mtu kutoka huko aje ete kikosi kazi hapa. Mzee akasema wewe ndio unayetakiwa hapo ufanye hivi. Kwa maana nyingine tuna kongamano ujafu katoka kama unakaribia mwezi wa ngapi wao. Ilikuwa nadhani nilibuki hivyo. Na alichofanya kaniunganisha na baadhi ya watu. Ndio kwa Joy alikuwa ni mtoto wa Jose, afande Jose. Sasa nafuatilia sasa wale ambao mama nianze mimi. Wanakota hapo ni maneno. Mimi sasa ilipofika tena mwezi kama 10 hivi tena nikamtafuta sasa. Mzee, kwani hapa nani kikosi kazi na pia ndo akanijibu akaniambia ungekuja kwanza pia kwenye kongamano na tungejua tunaanzia wapi. Sababu sasa hatuelewi hata kama tukisema tunaanzia hatujui ungekuja kwenye kongamano walau tungeujua na moyo wako tungejua tunaanza anzaje. Nikamjibu kwamba hata hivyo mimi nitamani kweli ningejua sikufahamu kama kuna kongamano. Ningejua maana yake ningeshajipanga nalo. Alafu wakati huo yalikuwa maagizo ambayo mzee alikuwa anaagiza ya kufanya kazi kulima bustani. Wakati na mimi nilikuwa nikibiliwa na vipost kwenye group. Ndio mzee akasema ila wewe nahisi kama huna utumishi. Sasa hapo kuna wengine tunawapokea hata nikifanya kazi. Afadhali wewe nahisi kama kidogo kikosi kazi tutaenda. Kila ndo kikaanza kama kumvuta. Ikaenda siku nyingine akaniambia nitakutafuta kwa kongamano, nitakutafuta baada ya kongamano kisha hapo nitafuta. Mimi nikamtafuta. Nikamtumia ujumbe kwa mzee. Niliniambia baada ya kongamano kisha nitamtafuta. Basi baada hapo akaniambia nitakupigia au nitakujibu atakupigia. Ikaenda siku ilikuwa siku ya Ijumaa ya mkesha. Na mimi nilikuwa nakesha peke yangu kabisa. Nilipotoka EGT nitoka mwezi wa ngapi wa 5. Nilianza kusali nyumbani baada ya kuona tupatane kwenye mengi. Nilianza kusikia na wao wakajua hata kufanya ibada. Hiyo sio kama nilikuwa kutoka kwa Alex Tawela anasema aliwahi kutoka hapo ikaanza kutoka alisali si miezi mingapi. Ndio sawa aliwahi kusema hivi. Hasa ile ndio leo nivuta akasema kumbe hata mimi nitaweza hata nikiwa peke yangu. Akaniambia kuna namna kufuatilia ibada nikaanza kufuatilia peke yangu. Sasa utofauti ibada za EGT na kikosi kazi ndio ukao kidogo na hapa shida wao kuingilia EGT. Wao walikuwa wanatoka kule kama hapa tunamaliza ibada wanataka waje nyumbani wanishauri kikosi na EGT. Sasa shida ya kikosi kazi kwa tunaanza kuomba kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 4 au saa 5. Anasimama mhubiri wa kwanza mpaka kwa majira saa 7. Tunaanza kuomba mpaka si majira saa 10 si saa ngapi. Kwa hiyo ratiba na mimi nikaa nimekubali tu kwenda ndani. Wale walikuwa wanamaliza kule ibada siku ya Jumapili wanamaliza saa 7. Wanatoka nasema ngoja twende tukakutane tumshauri. Wanakuta niko kwenye maombi. Ya kwanza hiyo sasa. Wanaona ngoja tumsubiri ataomba tu dakika chache. Wanashangaa naendelea kuomba. Paka saa 8 inafika wanasema muda anasema ibada kule sababu kwa kuna ibada pia jioni saa 9 dakika kama 45. Kwa kana lazimika wananiacha ndio kuomba sema tutakuja kesho. Wakijua hata pengine kesho ndo tutamkuta hana ibada. Siku ile akija anakuta hata na ibada hata ya usiku. Mimi nilikuwa na kesha.
ibada ya Ijumaa. Kule wako meza saa 11, mimi nilikuwa na meza saa 9, saa 10, kati ya hizo saa 9 saa 10. Mimi peke yangu. Hata wale wanakuja kama kunishauri sema sasa wewe mtu ndiye mshauri kweli tutamweza huyu. Sababu muona anavyofanya tu kwanza ibada zake. Tutamweza. Mwisho wa siku ndio nimeenda hivyo kwa ameshindwa atakwenda kunishauri. Sasa huku mbele ndio mzee siku ambapo ndo ananitafuta sasa. Akanipigia usiku, ilikuwa siku ya Ijumaa ya mkesha. Maana mkesha kwa bana saa 4. Kapiga simu kwa upande wa Telegram ikaandika. Sasa sijaweza research wapi na sababu. Kaona simu imeingia kaenda napokea sema mimi mbarikiwa makapesi. Hapo ndo akataka niambie Dodoma hapo kiwanja. Ndio mara kwanza kaniambia ngoja kuunganishe na mtoto wangu mmoja anatoka Singida kule ndo mtumishi wa Bati. Anafika pale mimi mara ya kwanza nakutana naye. Kwangu mimi ilikuwa ni hamasa kubwa. Mtu niweza kumuona kwenye mitandao tu. Mtu niweza kumuona kwenye nyimbo tu kule. Sasa hicho ndo ambacho mimi nataka tujengeane hapa. Imani hivyo. Yaani unapokutana na mtu usiwe mgeni kwake. Yaani anza kwa nasiri ndio nani. Yaani kuna ile sura fulani kwa pale Dodoma ikuta akija mgeni. Si ndo kikosi kazi wenyewe. Sio na mabutia. So ziwepo taarifa ashajua, ashakuona. Akija sema bila shaka ndio wewe mtumishi Luka niliyokuona kwenye mtandao. Si ndio? Sema yes. Anakaa akiwa na uhakika kabisa. Naam. Hizo ile paka. Unaona vitabu tunavyo hivi hapa sasa. Unaona hiki ameandika mzee wetu Mbarikiwa. Kama tujifafanue sana. Maanake ni kwamba kazi zetu hazijajulikana nje. Sasa Biblia haisemi tumwachie Mungu azifunue. Biblia inatuambia tuzitangaze, tuziseme, tuzihubiri, tuambie watu nini lilo tumaini letu. Ndio tufaa tunakusanyika tunakaa mpaka jioni. Sijajua kama kuna chochote nitakuwa nimejenga. Ila nia yangu na moyo wangu mimi nilitamani wewe usiwe. Mimi sijafika napigana kuwa. Na hakika sana baadhi ya watu ambao wanafuatilia kikosi kazi nilikutana naye. Ambaye tunafuatia kikosi kazi kwa makini nilikutana naye. Mwezi wa kwanza nilitamsha kwamba inafika tumeshaona mshangao. Mwalimu kwamba kuna vitu ambavyo ashakunaona. Kuna kuta sina hata muda wa kujitambulisha. Yaani hapa hii kana paka andika kichwa afu nijitambulishe jini. Ni kwamba tunakuwa hatuna vitu. Lakini kuna namna ambayo huendi hata kujitambulisha. Mfano kuna mtumishi yule kule kwenu Moshi aitwa Gana. Huko najua anajulikana. Sasa sijajua alifanyaje mpaka akajiingiza. Imani iko hivyo sasa. Hebu nitafute pende kitabu. Tangulizi. Saba ya Kirumi. Sio mbili moja. Sio saba ya Kirumi. Nisomee kwenye aya ya 2 kutoka juu. Usikie maelezo haya. Pia maombi mengi ni mafuta. Yaani ukitaka mchana Nisomee. Sasa unasomea. Kwenye tangulizi hapa kuna kweli mimi nirudi kidogo. Hii sasa ni 5 ya Kirumi. Huko ni 7 ya Kirumi. Siku za mwanzo hapo. Tasoma. Siku za mwanzo za wokovu. Siku za mwanzo za wokovu. Chini ya miaka 90. Chini ya miaka ya 90. Wimbo ulioimbwa makanisani ulikuwa ni maombi mengi kwa kila aliyeokolewa. Na kwa sababu hiyo kila nyumba kanisa la aliyeokoka ililindima kwa maombi. Si usiku si mchana. Ingawa baba zetu hawakuwa na utajiri mwingi wa vitu vya mwili. Kwa sababu hiyo lakini walikuwa na udhihirisho wa kweli wa wokovu kwa watu waliowazunguka.
ilikuwa rahisi kugundua kuwa katika mtaa kijiji hiki kuna mtu aliyeokoka. Kitendo cha kuokoka kilikuwa kinaleta mshindo, kwa sababu ilikuwa inajulikana kuwa mtu huyu atafananaje. Lakini wimbo wa kizazi hiki katika haya yanayoitwa kuwa ni makanisa ya sasa ni ratiba na vipindi visivyotengeneza hamu ya mtu kuomba mwenyewe. Na ndiyo maana kwenye haya yanaitwa makanisa ya sasa. Kunafuka moshi mzito. Siku zote katika haya yanayoitwa makanisa ya sasa zimejaa ratiba za kwaya, umoja wa mama, wa baba, vijana, watoto na kadhalika. Sina ugomvi na vikundi hivi kama vitakuwa na muda mwingi wa kuomba kuliko kuimba au hii mijadala. Ila kama wanaomba kidogo na wanaimba na kujadiliana kwa muda mrefu, basi kwangu ni kama takataka. Ninauziwa sana na vikundi hivi kwa sababu vikiweza kuomba basi ni kwa dakika 2 hadi 5. Muda uliosalia ni kuimba na kujadiliana jinsi ya kurekodi, kushuti au jinsi ya kuwa na chama cha kufa na kuzikana kanisani. Na kwa sababu hiyo kanisani pamekuwa ni kanyaganeni na ndipo palipo na lango kuu la kutokea machoni pa Bwana. Wakati huo wa chini ya miaka 90 makanisa yalisifika kwa vikundi kama hivi vilivyozagaa katika makanisa haya yanayoitwa ya Kipentekosti, ya Kilokole, vilionekana katika makanisa yaliyoitwa ya kidini. Hayo ndiyo yaliyokuwa na watu wanaojiita Wakristo wa kawaida na wengine wanajiita wa uamsho, ambao ndio walikuwa wakijishughulisha na maombi ya kuomba muda mrefu kidogo. Hiyo ndio imekuja kwenye haya yanayoitwa ya Kipentekosti, ya Kilokole. Nao eti kuna watu wanajiita wana maombi ila ndani ya kanisa au imani moja, na mengine hayana hata hicho kikundi cha wana maombi. Na ndiyo maana kwa sasa ukitazama huko mitaani zote ni dini tupu. Hakuna mshindo tena mtu anapookoka. Ni kama kujiunga na chama fulani cha siasa. Vijana kwa mabinti wanavaa wanavyotaka na wanavyotaka. Ni kama kujiunga na chama fulani cha siasa. Vijana kwa mabinti wanavaa wanavyotaka na kuishi wanavyotaka. Ila ndo waimbaji wa sifa na wanakwaya na wengine ndio wazee wa makanisa, mashemasi au waimbaji wa nyimbo zinazoitwa za Injili. Na hata wengine ndio wachungaji au wahubiri wenyewe. Haya, nisomea hapo. Lakini pia maombi ni kinga. Klasi inayofuata ndio. Lakini maombi mengi ni kinga. Lakini pia maombi mengi ni kinga. Yaani ukitaka ulale usingizi usio na maluelue na ulio na ndoto zinazokupa dira ya maisha yako na hata zinazofunua jinsi ulivyoishi siku zilizopita au walivyoishi au watakavyoishi wengine. Basi kabla ya kulala, embu kata masaa ya kueleweka. MB kiujumla, si lazima uombe usiku wa manane. Sio lazima uombe usiku wa manane au asubuhi au jioni ndipo siku inayofuata inakuwa nzuri. Bali tumia kila nafasi unayoipata. Kila nafasi itakayopatikana. Ni mchana au jioni. Kama alivyoshauri Daudi katika Zaburi ya 32 mstari wa 6 na kusema, kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Mwisho wa yote, tambua kuwa maombi mengi ni chakula. Usipokula chakula kwa sababu yoyote, iwe ni kwa sababu ya kuumwa, kukosa hamu, kuchoka na kadhalika, haiepushi kesho yake kuwa na hali dhaifu. Lazima siku inayofuata uwe dhaifu kwa namna moja
au nyingine, lazima mwili au ufahamu wako utakuwa katika hali ya uzito, unyonge, upaufu, uchovu usiojua chanzo chake na kadhalika. Ujumla wa yote, tambua kuwa maombi mengi ni kila kitu katika maisha yako. Huwezi kufanya kazi au biashara yoyote halali kwa ufanisi bila maombi mengi. Si rahisi kuwa na mume au mke aliyeshikika bila maombi mengi. Ndoa yenu itakuwa ni ya misukosuko kwa wote au mmoja wenu mpaka kufa kwenu au kuachana kwenu. Bila maombi mengi huwezi ukashika shule tu na ukasoma na ukatoka salama. Bila maombi mengi lazima utatoka au utamaliza shule ukiwa umechafuka vya kutosha au ukiwa na magonjwa yatakayokufanya usiwe na muda mrefu wa kuifaidi taabu ya shule yako. Amen. Bila shaka kama tutakufafanulia ni hivi. Sisi ndio tulionao sasa hivi. Jana nilisema wimbo liko lango tunazungumzia ni mfumo wa kanisa huu ukishapotea kanisa halipo. Miaka 90 unaona tunavyoomba hivi kwa Bwana. Sasa hivi kilichoko kwa makanisa ya TAG kuna kikundi cha changamsho ambacho ndio watakuwepo. Tunamwambia wiki, tunaomba siku ngapi? Ila kiujumla kanisa kabisa na miaka ya nyuma, hizi kwaya zote tunazoziona hazikuwepo kwenye makanisa ya Pentecost. Pengine tu kwa sababu sasa sisi wengine tunatumia simu kama kuangalia tu vichekesho. Fuatilia historia. Kwaya zilikuwa makanisa ya KKT Roma, ndio kwa muda watu kuomba, kwa ndio maana ndio kwa hawajaweka. Ila tumeendelea miaka hii 2000 kuja huko tulipofikia sisi yani ndio tumepoteana. Makanisa TAG unakuta hata kuomba dakika 10-20 hakuna. Sasa hii unayoona kama hapo tunachoita uamsho kwenye makanisa ambayo yaliyoko ambao wanaomba sadaka 5 ndio kwa naomba KKT kule na alikuwa anaomba. Sio kwa alikuwa naomba kwa sura hii tunayoomba hii mimi na wewe. Sasa kwa maana nyingine hii sura ikipotea hii ya mimi na wewe kanisa lipo. Kwa nini mzee anasema Pentecost wa kizamani katika siku za mwisho? Manake anataka au aijenge saikolojia kwamba hivi Pentecost ndio kuanza. Hizi nyumba hizo nasema dada kama zinasema zina neema ndani yake, zina neema kwa sababu ya huu mfumo. Sasa maelezo mengi ameyatoa kwamba pia maombi ni kama kinga, pia ni kama chakula. Kwa hivyo vile wewe usipokula kesho utaamka ukiwa na njaa. Na hata maombi ni chakula cha roho yako. Yaani kwa lugha nyingine tunaweza kusema ufahamu wako ili uzidi kutakasika, ufahamu wako uzidi kuwa mwepesi, utatakiwa na ibada hizi. Utaomba, utafunga. Ule ufahamu unakuwa mwepesi. Yaani hapo unaona tatizo ndio hii. Kwa sababu sisi wote tunaambia kwa lugha nyingine mmoja kutumia lugha hiyo hapa tunatumia Mungu. Huwa mtu huyo ambaye anakuwa yuko disabled kama mtu mwenye machara. Tatizo halijakufikia ukaanza kuliomba. Ili hapo unakuta limekufika ndio unaonyesha umefungwa. Maana yake tayari uko gizani. Wenzetu kama tatizo lilikuwa lijaje anaanza kuona mimi ngoja nikupe kitu. Mimi nilipokuwa nimeanza kuomba nilikuwa igitini. Sio kama asubuhi kabisa naomba. Na hiyo ndio kazi ya maombi na kuhakikishia. Maombi yana uwezo wa kuzunguka kwenda mbali na pale ulipokaa wewe. Yaani anaweza kaenda yakaingia mpaka ndani kwenye moyo wa mtu akaanza kwambia huyu anawaza hiki. Sio kama hiyo kitu hoja kutana ila ndio maombi jinsi hivi. Unaweza ukaomba unakuta vinavyoendelea hapa vyote kila mtu anakuwa na uwezo. Sasa hiyo ni kwa sababu tunaongea maneno ambayo kidogo bado wengi wetu ni kama tatizo hazipo, ila na kuhakikishia ukikaza kabisa na kuhakikishia hakuna kinachoweza kinafichika machoni pako. Maombi yana uwezo wa kufanya ufahamu wako unakuwa unajua huyu anawaza nini. Unaweza ukajua huyu ananiwazia nini. Ndio maana Yesu kuna mara anasema
hapa tumekaa na mimi hapa, kuna mmoja anatia si mkono wake sahani, ndiye atakayenioza. Ni mimi bwana, kwani mimi tadada yuda ni mimi bwana, ni mimi ni mimi, afu naona anambia fanya ndio kuleta Alake. Sasa tuanze, Yesu alikuwepo kule? Hakuwepo. Ila maombi ndio yana tabia hiyo, yanaweza kukucholea ramani. Sijajua kama ujuaji awadha hiyo kitu tujengeane experience hiyo. Ukiwa unaomba utaona ufahamu wako unakuwa kuonyesha baadhi ya vitu. Yaani unakucholea ramani kwamba nikipita pale unaona sana. Nikitoka hapa ile tatizo si nikafanya hivi, si nikafanya hivi, nipite pale. Hiyo ndio inaitwa Roho Mtakatifu. Kama uko ujui. Roho Mtakatifu ni ufahamu wako kutulia, unakuwa na uwezo wa kujua nifanye nini. Na ukienda mbali utajikuta ni huyo kabla tatizo halijaja. Wewe unakuwa ushaanza kuliona kuna tatizo mbele. Haya mara nyingi ni maisha ya mtu anayeomba sana. Mimi siku nilikuwa naomba siku moja asubuhi sana alfajiri kwa ile kanisa kwa kutuliazaga AGT. Wakoga na slogan ni kuomba asubuhi Jumatano na Ijumaa. Siku ya Jumatano tulikuwa tunaenda kufanya ibada fulani mjini. Asubuhi kabisa naomba. Sasa mimi nimejielea kwa design, napendaga sana kuishi hivyo. Naomba nikaona kunifahamu picha inanijia, kuna mahali tunapata ajali. Unajikuta kuna ile hali uko umefumba macho unaiona, basi unafumbua unaanza kama kukataa, sema yaani kukataa zile hisia au yale mawazo. Baadaye unaenda kuomba naomba limerudi tena. Unakataa. Unatoka kwenye namna ya tafakari. Na unaenda kuomba tena kuja. Ikabidi anze kukabili Mungu, sasa naomba kama kuna shida yote hapa ifanyike jambo. Kweli tunafika pale nilipokuwa na paona. Nikaanza kuona pikipiki hiyo. Tunaanza kwenda huku akili inanirudisha kwamba si ndio hapo hicho kwa nakiomba. Ni kweli tukaenda mpaka tukaanguka. Asante Mungu, sikuumia wala tukuumia. Hasa na uhakika ni kwamba nisingeomba huenda tungeumia. Naam. Amen. Amen. Mungu tusaidie. Nimalizia kitabu cha hiki cha maombi machache kama kipo, tusome ukurasa wa mwisho kabisa na hasa ni 27. Nitasoma. Na kusihi yoyote ule mwanafunzi wangu kwa matendo popote ulipo duniani, kuwa nataka uwe shujaa kama mimi. Nataka uwe shujaa kama mimi ninavyopigana kuwa hivyo. Ndio. Nifuate mimi kama mimi nilivyojaribu kumfuata Paulo siku zangu za kuishi duniani. Nimejaribu sana kuyaishi haya niliyowaandikia mimi. Na ni ukweli yalibadilisha sana jina langu. Mara kadhaa nimeita kwa majina ya moja ya magwiji walioutikisa ulimwengu siku za unabii, utumishi wangu. Najua sikuwafikia magwiji hao, ila ilikuwa ni dalili nzuri nilipofananishwa na Elia, Mikaya, Yeremia, Yohana Mbatizaji na Paulo. Nataka utakaye soma kitabu hiki ufuate nyayo zangu kwa kusoma vitabu, nyaraka zangu zote, fuatilia mahubiri yangu ya aina zote, kisha anza kujaribu kila jema unalolijua kuwa nililifanya. Sasa hapa ndio tunazungumzia, kuna klipu za shuhuda. Sijajua kama kwa kusikia za kina kijiji kwa siku na tunaona mzee kama fanya bila sasa anafanya hivi, kuna watu ndio wavisikilize ndio jaribu siku shuhuda zinazoendelea. Itengeneze tu account yako, wanasema account za shuhuda. Siku ambazo nitakuwa hai nitakushauri mahali utakapokuwa unashindwa. Nikipata nafasi, kwa kuwa hata nami nitakuwa katika mapambano makali. Bila shaka wakati huo ambao wewe utakuwa ukitaka ushauri. Lakini nisipokuwa hai au nikibanwa na majukumu mengine binafsi, fanya kufa na kupona. Kwa
kuangalia mapito yangu, uvumilivu wangu na uthubutu wangu. Kwa bahati mbaya, hata mimi sikuwa na mfariji aliye juu yangu. Baada ya kujifunza haya kupitia kwa mchungaji wangu aliyekuwa akiniongoza wakati huo, Ramsi Ngwejela, aliniachilia tu kwa kuniwekea mikono ya baraka. Hakunihusisha tena na ushauri katika yote niliyokaribiana naye. Zaidi ya hayo, yeye mwenyewe aligeuka na kuwa kinyume changu na kunichochea mimi kufungwa au kufungiwa nisiabudu kabisa katika nchi ya Tanzania. Simchukii hata kwa hilo, kwa kuwa anajua kilikuwa ni kipimo changu. Wema wake bado upo juu ya ubaya alionitendea. Mafunzo yake yamenifanya nisimame peke yangu tena kwa mafanikio makubwa, bila kutiwa moyo au kufarijiwa na mtu aliye juu yangu. Kwa miaka yote ambayo nimetizama wajibu wangu nikiwa duniani. Anaendelea. Hivyo hata wewe jaribu kufanya kila unaloona kuwa nililifanya. Hautaona matokeo makubwa mapema. Bali kila utakapofanya kwa nguvu sana, ndipo utakapokutana na hali nyingi mbaya katika mwili wako au kutoka nje ya mwili wako. Hapo usife moyo. Nikiwa hai basi iga mengi nitakayokuwa nafanya, lakini nisipokuwa hai au nikiwa mbali na wewe, soma sana nyaraka zangu na kusikiliza sana mahubiri yangu niliyohubiri kwa namna mbalimbali, kwa kuvirudia sana. Najua vitazidisha uchungu na kunikumbuka, lakini uchungu huo utakufanya usimame hata kama ulinyong'onyea. Lakini pia nakuahidi kuwa kwa kujua au kwa kutokujua, moyo wangu utakuwa juu yako sana, mtu wa namna hiyo. Nitakusaidia kwa namna nyingi sana, hasa kama utadumu katika mafunzo haya kwa vitendo peupe na sirini kwa siku nyingi. Nitakuona kama pacha wangu na ndugu yangu wa kweli. Naamini kitabu hiki sio bure. Kama sitakuwa hai na dunia hii mbovu ikiwepo kwa muda mrefu, basi mtakaosalia mtafuteni Mungu kwa maombi, mkisukumwa na vitabu hivi viwili vilivyohusu maombi. Na kama nitakuwa hai kwa muda mrefu, basi nitahusika moja kwa moja kuhamasisha na kuwahimiza wote atakaonipa Mungu, ili wafikie baraka yote ya vitabu hivi. Na kutakia ushindi, baraka na nguvu katika neema yote utakayotia mkono wako kuyatenda kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikawe pamoja nanyi nyote. Amen. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe pia ambaye tumeweza kushiriki kata. Nikaribisha